Bwana bwana msikilizaji, karibu sana kwenye huu mzigo mpya. Leo tunakwenda kuianza simulizi nyingine kutoka kwake mwandishi yule yule aliyeandika simulizi ya Mai Wangu. Katuletea mzigo mwingine unaitwa Nyanzala. Bwana, Nyanzala kafanya nini kwenye hii simulizi? Naamini kuna mambo mengi sana, kuna mapito mengi sana ya huyu kijana wa kuitwa Nyanzala. Ungana nami, naitwa Uncle J, mwanzo mpaka mwisho tukapate kujua nini hasa kilichomo ndani ya hii simulizi yetu mpya siku hii ya leo ambao tunakwenda kuianza. Lakini kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili usipitwe na simulizi zangu ambazo naziachia kila leo. Bwana, nisiwe mzungumzaji sana, karibu tukayajue yaliyomo kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Nyanzala. Mi kwa majina naitwa Nyanzala Peter Bachungu. Mi ni Msukuma wa Katoro Geita, yani ile pure kabisa Msukuma. Mamangu, babangu mzazi wote ni Wasukuma. Mimi nilikuwa naishi na mamangu mzazi pamoja na babangu wa kambo pamoja na wadogo zangu watatu. Wadogo zangu hawa watatu ambao mimi na mdogo wangu anayefuata, yani mdogo wangu wa pili anaitwa Kija, ndio tulikuwa tunashare baba mmoja mama mmoja. Lakini huyu mdogo wetu wa mwisho alikuwa anafuata alikuwa anaitwa Bitu. Huyu ndiye alikuwa ndugu yetu upande mmoja tu, yani tulikuwa tunashare naye mama tu, yani yeye baba yake ndo huyu ambaye anatulea sasa hivi. Mimi baba yangu mzazi alifariki nikiwa niko na miaka 10 na mdogo wangu Kija alikuwa na umri wa miaka 8, na hapo ndipo baba yetu alipotutoka. Ndo hapo sasa mama alipokuja kuolewa na huyu baba wa sasa hivi, ndo akazaa sasa na huyu mdogo wetu wa mwisho ambaye anaitwa Bitu. Kiukweli tunashukuru kwa sababu tunaishi vizuri tu, japo maisha ni magumu, ila wazazi kusema ule kweli walikuwa wanapambana sana ili tupate mahitaji yetu ya muhimu, na wazazi walikuwa wanafanya kila kitu kusema ule kweli kwa ajili yetu. Sasa nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni majira ya mchana, nikiwa niko shambani napalilia mahindi. Shamba letu sili lilikuwa liko pembeni kidogo mwa mji. Tulipanda mazao machache tu kwa ajili ya chakula na sio kwa ajili ya biashara, la hasha. Sasa nikiwa naendelea kupambana na kilimo cha mahindi, sio unajua tena, akaja mdogo wangu Kija akaniita. Yaani utadhani labda unaweza kusema kwamba haji pale nilipo, alikuwa ananiita. Tena Kija alikuwa na furaha sana hiyo siku. Kija alikuwa na shauku sana. Yaani alikuwa anaita ile, "Dada Nyanzala, dada Nyanzala, we dada Nyanzala." Akawa ananiita. Yaani hapo ananiita huku anakuja mahali mimi nilipo. Ila huyu mdogo wangu Kija bwana, nikamwambia Kija, wewe si unakuja huku, mbona unaanza kuniita hivyo mbali? Kwani shida iko wapi? Kuna nini kwani unachonitia? Kija pale akafika akaniambia, "Dada, matokeo ya darasa la 7 yametoka. Dada umefaulu, dada umefaulu." Nye uwezi kuamini msikilizaji. Mnajua kwanza nilitupa lile jembe kwanza pembeni. Nikasema, "Kija, mdogo wangu hebu sintani. Kija hebu niambie vizuri, ukweli mimi nimefaulu?" Kija akaniambia, "Ndio dada umefaulu." "Ndio dada tena." Yani akaniambia, "Umefaulu kwa wastani mzuri mno." Ni kweli msikilizaji, mimi nilikuwa nimetoka kufanya mtihani wa taifa wa darasa la 7. Na nilishtuka kwa sababu mimi sikuwa nategemea kufaulu, kusema ule ukweli. Sio kwamba sina akili, hapana. Unajua unapofanya mtihani, unajijua kabisa mimi ninafaulu, mimi sifaulu. Kwa kusema ukweli mimi ndugu yenu nikajiona kabisa mimi sio kufaulu. Kwa lazima nishtuke. Maana kipindi hiko unakuta shule nzima wamefaulu wanafunzi hawa wawili. Japo mimi nilikuwa na akili zile japo sio sana. Ila kusema ule kweli sikuwa na uhakika kama nitafaulu. Lakini watoto 2000 kwa saizi hawaelewi. Miaka hiyo wakati tunasoma sisi darasa la 7 anaweza kafaulu mtu mmoja, wamezidi sana wanafaulu watu wawili. Sio saizi shule nzima mnafaulu. Basi nikamwambia, "Sikiliza Kija mdogo wangu, nakuomba usinitanie. Naomba twende huko shuleni nikaone hayo matokeo yangu. Mimi mwenyewe nijithibitishie kwa macho yangu." Sasa mdogo wangu Kija akaniambia, "Twende dada, twende." Hapa kanishika mkono sasa. I say, tulikuwa tunakimbia ni kama vile tumeambiwa kwamba matokeo hayo yanabanduliwa muda sio mrefu. Basi ile tunafika pale shuleni nikakuta watu wengi pale wanaangalia matokeo. Nikajipenyeza pale, nikaingia katikati kabisa na mimi nikafika mpaka mbele kwenye ubao wa matangazo. Nikaangalia, jamani, mbona sikuamini? Nilikuwa nimepata wastani wa A. Jamani, yani nilifurahi mno. Yani mpaka nikawa na lukaruka, yani kwa furaha. Alafu sasa tulikuwa tumepangiwa kwenda sekondari. Tulikuwa tuko wanafunzi hao 4 tu. Mimi nikawa wa pili kati hao wanafunzi 4. Jamani, raha ilikuwa ni kubwa. Nilijawa na furaha iliyopita kiasi, naweza nikasema. Nilimshika pale mdogo wangu Kija, nilirukaruka naye kwa kweli, kusema ule kweli. Nikasema yes, sasa na mimi naenda sekondari, naenda kupambana na shule, ndio naanza sasa kuipigania ndoto yangu.
Wao, nye nilifurahi. Basi mimi na mdogo wangu Kija tukaanza safari sasa ya kuelekea nyumbani. Huku njia nzima tulikuwa tunaimba, sikwambia mtu tunaimba. I say hii siku nye nilikuwa nina raha sana kusema ukweli. Yani raha haswa. Basi ni nyimbo tu za Kisukuma, yani mpaka tunafika home mimi na mdogo wangu. Ile tunafika nyumbani tulimkuta mama alikuwa ndo anaandaa chakula cha usiku. Bila hata ya maongezi, bila hata ya salamu, nilimkumbatia mama kwa nguvu kisha nikasema kwamba mama, nimefaulu jamani mama. Mama nimefaulu. Mama akaniambia wewe, sijaelewa. Umefaulu wapi? Nikamwambia mama, leo majibu ya darasa la 7 yamebandikwa shuleni na nimefaulu kwa kupata grade A, wastani wa A. Mama akaniambia wewe Nyanzala wewe, unachokisema ni cha kweli au unanitania? Mdogo wangu Kija akasema mama, ni kweli dada kafaulu, sio uongo, dada kafaulu. Basi ikawa ni furaha mtindo mmoja, ni ile woyo woyo woyo, fanya masihara nini. Kuna raha yake ya kufaulu, na ukitaka kuamini raha ya kufaulu ipo vipi, ni pale ambapo mwanaume amtongoze mwanamke alafu yule mwanamke amkubalie. Nyewe wanaume pale wanakuwa wapo kwenye kilele cha furaha. Sasa kile kilele cha furaha ndo kilele hiki ambacho na mimi nilikipata baada ya kufaulu. Basi mama pale akanikumbatia kwa nguvu akasema jamani, mpaka najisikia raha mwanangu kweli umefaulu. Unajua mwanangu, hata siamini. Mwanangu sijategemea. Nikamwambia ndo hivyo mama. Mimi naenda kutimiza ndoto zangu mama. Kipindi hiko ukifaulu darasa la 7 ukaingia sekondari, yani wewe unajiona wewe ndo wewe, alafu sasa ndo unaona kabisa ndoto zako za mafanikio, kwa sababu kipindi hicho elimu ndo ilikuwa ufunguo wa maisha. Sio sasa hivi. Sasa hivi vijana wanakuambia tutafutieni ufunguo mwingine, lakini kipindi hicho ufunguo wa maisha ndo ulikuwa elimu. Na nikasema mimi nikija kutimiza ndoto zangu, nikija kupata pesa tu, nataka tukakae Dar es Salaam kabisa huko. Akili yangu ndio inaniambia hivyo. Yaani nitakapotimiza ndoto zangu, naichukua familia, namchukua mama, namchukua mdogo wangu, tukakae Dar. Na kwa kipindi hiko ndugu yangu mimi sikuwahi kufika Dar. Nilikuwa nasikia tu habari za Dar es Salaam ziko hivi, kimekwenda kimerudi, Dar sijui ni jiji la starehe. Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba Dar ni sehemu fulani hivi special sana, isiyokuwa na shida. Yaani huko ni raha tu za kila aina. Kwa nikawa na mimi natamani siku moja na mimi nifike wapi? Nifike huko Dar. Kwa kweli mimi akili zangu ndo zilikuwa zinaniambia hivyo kwamba Dar ni jiji la starehe. Dar hivi na hivi. Dar kila kitu unapata. Dar hakuna usichokipata. Dar ni nani? Kwa zile story, na ukiwa kijijini basi unaamini Dar ni jiji ambalo halina shida kwa babake. Jua linapiga mpaka kwenye makalio. Fanya masiala ni jua la Dar, cheze na jua la Dar. Sasa mama akaniambia hivi, mwanangu, naomba iwe hivyo mwanangu. Naomba iwe hivyo mwanangu, utimize ndoto zako mwanangu. Sasa hapo tukiwa tupo kwenye kile kilele cha furaha yetu, tuko pale. Mzee akarudi, akauliza kuna nini hapa? Mbona mama na wana mko mna furaha? Mama pale ndo akasema hapa mme wangu tuna furaha kweli kweli, kwa sababu Nyanzala amefaulu, tena kapata wastani wa alama A, na wamefaulu 4 tu katika darasa la wanafunzi 120. Basi hapo ndo tukasherekea, unaambiwa. Baba akasema Nyanzala, hongera sana binti yangu. Nikasema asante baba. Hapo baba akafanya akaingia ndani. Kiukweli niliona kama baba hajafurahia, ila nilimpotezea. Unajua mpaka nikamkumbuka babangu mzazi. Laiti kama babangu mzazi angekuepo, haya matokeo mimi naamini angefurahia sana. Basi tukawa tunaendelea pale kuongea na mama. Basi mama akaniambia, mwanangu, hapa nilikuwa naunga kisamvu, hapa nilikuwa naunga mboga ya kisamvu, ila nakuchinjia kuku binti yangu, maana umenifurahisha sana. Nikamwambia mama asante. Basi mama pale akamwita kijana, akakamata pale kuku na akachinja. Na usiku wa siku hiyo nilikula wali na mchuzi wa kuku. Tena mama alinijazia nyama nyingi vibaya mno. Nyie sijui mnaelewa maisha ya kijijini. Mimi si ndo mlengwa. Mimi ndo mlengwa wa kuku, na tena kuku kachinjwa kwa sababu yangu. Basi nilijisosomola ndugu yenu. Nilikula kweli kweli ule kuku. Maraha kama yote. Nimepasua mie kudadadeki, utaniambia nini? Unafanya masihara nini? Basi bwana, baada ya chakula tukaingia zetu wapi? Chumbani kwa ajili ya kupumzika. Mimi nilikuwa nalala na wadogo zangu. Basi usiku tulikuwa tumechelewa kulala, tulikuwa tunapiga sana story huku nikisimulia ndoto zangu, yani mandoto yangu makubwa. Yani hapo nimefaulu darasa la 7, lakini mandoto yangu nyinyi hao ambao nikiwaambieni, yani nilikuwa na raha sana. Unaweza kusema labda mimi ndo mtengeneza mabomu ya Iraq yanayokwenda huko Dubai, wapi sijui wapi. Yani nilikuwa najiona yani tayari kwamba mimi nishakuwa pilot.
Maana hapo story yani kama zote mimi na wadogo zangu, mara naongea hili sijamaliza, mara naliongelea lile, yani fujo mtupu. Hasa ndugu yangu, leo hii mimi nianze kuwaza eti niwe pilot wa mandege yale kijeshi yale kama ya Marekani wapi na wapi. Ndugu yangu, utazaba na mimi naishi Marekani, kumbe naishi Tanzania. Raha zilituzidia, na mdogo wangu kija anavonipenda sasa mimi dada yake, basi naye alikuwa na raha kama vile yani kafauru yeye. Yani hata sijui usingizi ulituchukua saa ngapi, lakini tulikuja kuamshwa asubuhi na mama ndiye aliyetuamsha tuwahi shambani. Maana ilikuwa ni siku ya Jumamosi, kwa hiyo hata wadogo zangu pia hawakuwa wanaenda shule. Basi tukaamka pale chap chap, tukajiandaa na kila mtu akabeba pale jembe lake, tukawa tunaelekea wapi? Shambani. Baada ya hapo sasa, nakumbuka ilipita kama mwezi mmoja, nikaanza kusikia watoto wenzangu wale waliofaulu wameanza kuandaliwa vitu kwa ajili ya kwenda wapi? Shuleni. Maana mwezi ujao ndo tunatakiwa tukaripoti wapi? Huko shuleni sasa. Ila mimi sikuona dalili kabisa ya kununuliwa wala kuandaliwa kitu chochote kile cha shuleni. Sasa ikabidi siku hiyo nimuulize mama ya kwamba mama, inakuwaje, mbona mimi sioni maandalizi yoyote ya mimi kwenda shule? Kwa muda huo tulikuwa tumepangiwa mpaka na shule, na nakumbuka mimi nilipangiwa shule moja ipo maeneo ya Geita mjini, ilikuwa inaitwa Ibonya Secondary School. Sasa baada ya mama kumuuliza hilo swali kwamba mbona sioni maandalizi ya mimi kuandaliwa kwenda shuleni, mama akaniambia, kwani umebakiza muda gani wewe uende shuleni? Nikamwambia mama, nibakiza wiki 3. Mama akaniambia, sasa mbona muda bado? Wewe una haraka nini? Hebu relax, wiki 3 nyingi, hebu tulia. Shuleni utaenda tu mwanangu. Nikasema sawa mama. Kwa ikabidi mimi nitulie na niwe mpole. Mama tayari alishanipa uhakika ya kwamba shuleni mimi nitafanya, nitaenda. Ila nilibaki kufanyaje? Kutulia tu. Basi nikawa niko busy na mambo yangu tu na harakati za shamba ndo kwa sana. Mimi niliona zimekata wiki 2. Ila sikuona dalili za mimi maandalizi kwenda shuleni. Nikaona hapana. Mbona mama kama vile ananitania? Hiyo siku nikamuuliza tena, nikamwambia mama, mbona imebaki wiki 1 na sioni dalili yoyote ya mimi kwenda shuleni? Mama akaniambia, mwanangu, wewe huendi shule. Mimi siendi shule. Mjue nilishangaa. Ili kabla sijaongea kitu, mama akaniambia, wewe utabaki nyumbani, uende na kulima, na ukishakuwa kidogo utaolewa. What? Yaani mimi nimepambana kusoma, mimi nina ndoto zangu, leo inaambiwa kwamba sitoenda shuleni, ila nimeshakuwa, kwa nikiongezeka tena kidogo inatakiwa niolewe. Hivi mama anajua jinsi gani mimi nimepambana kusoma mpaka nimefaulu? Alafu mama ananiambia kwamba siendi shule, nitulie mpaka nitakapopata mwanaume wa kuja kunioa. Nikamwambia mama unanivuruga, hebu ngoja kwanza. Yaani mama, mimi siendi shuleni kivipi? Mbona sikuelewi? Na wakati mama ulishaniambia kwamba lazima mimi nitaenda shuleni na nitasoma. Mwanangu, sio mimi mama yako, bali ni baba yako ndo ameshauri ya kwamba wewe usiende kusoma, maana nyinyi watoto wa kike mna mambo mengi sana. Usije ukaenda huko sekondari ukarudi hapa na mimba, tukawa tumepoteza pesa zetu bure tu. Kwa hiyo pesa zetu tutawekeza kwenye kilimo tu. Nikamwambia mama, hii sio sawa. Mama, hii haijakaa sawa. Mama, kwani mimi huniamini? Mbona mimi sina hiyo michezo mibaya mama? Mamangu, mimi nakuahidi, mimi nitasoma kwa bidii sana. Ila nawaomba tafadhalini wazazi wangu, msininyime hii bahati ya mimi kwenda shuleni. Msinifanye hivi mama. Kwa hiyo wewe unapingana na baba yako, sio maana yake? Nikasema mama, hata baba kuna muda naye anakosea. Au kwa sababu ananiona mimi sio mwanae wa kunizaa. Mimi ningekuwa ni binti yake, kama mdogo wetu Bitu angeshauri haya aloweza kuyashauri. Mama, hapana. Mama, mimi nahitaji kusoma na waomba wazazi wangu msinifanyie hivyo, mimi kuolewa bado. Sasa nilipozungumza hivyo tena kwa huzuni, mama aliniwasha kibao. Kile kibao kilinikaa kisawa sawa. Akasema, eti babako wa kambo, wewe ndo kuzungumza hizo kauli? Unamuita babako wa kambo, uone alivyokusaidia?
Si ameanza kukulea wewe tangia ukiwa na miaka 10 mpaka leo na miaka 15. Umemlipa nini huyu baba watu? Na amewahi kukunyanyasa mjinga wewe? Si anaolea vizuri tu wewe na mdogo wako. Leo unajikopesha kopesha. Wewe hivyo mpumbavu nini? Huyu baba yako ni mtu mzima. Na mtu mzima yeye anaona mbali. Nimesema hivi, hatuna pesa za kuchezea. Pesa za kukusomesha sekondari wewe mtoto wa kike, hizo ni pesa ni tunachezea. Wewe hapa nyumbani utarudi na mimba. Alafu mwisho siku hela zetu sisi zitarudi. Umeshamaliza darasa la 7 na unajua kusoma na kuandika, kwa hiyo tulia, na ukifikisha miaka 18 unaolewa. Full stop. Shenzi mmoja wewe. Mama alipozungumza hivyo akanyanyuka. Aliponiacha hapo nikawa hata sielewi. Pale nilipokuwa nimekaa kwenye mkeka nilikuwa hata sielewi aise. Machozi yalinitiririka, yani bila hata kujielewa. Furaha yote ile ya kufaulu darasa la 7 iliyeyuka. Moyo uliniuma sana. Sikuamini mimi hiki ambacho nakiona. Kama furaha yangu ndo itaishia vile kweli, mimi nilikuwa kidogo nije niolewe. Moyo wangu uliniuma sana. Niliumia sana kiukweli. Niliingia ndani, nililia sana. Yani nilikaa kwa uchungu sana hii siku. Yani bora hata ningefeli, ila nimejitahidi mie, nimefaulu tena katika chansi ndogo sana. Yani darasa la 7 tulifaulu watu 4. Nimepasua mimi, nimekuwa mwanafunzi wa 2. Leo hii mama ananiambia kwamba hanisomeshi, eti kwamba mimi ni jinsia ya kike. Nisubiri mwanaume aje kunioa. Aise, hili niuma sana. Nikiwa nalia, akaingia mdogo wangu Kija, akaniambia, dada vipi, mbona unalia, unaumwa au imekuaje? Nikaambia, Kija mdogo wangu, ndoto zangu zimeharibika kwa kila kitu. Mimi mdogo wangu sitasoma tena. Sasa mdogo wangu Kija akaniambia, dada, kwa nini usisome tena? Dada, utasoma tu. Kwani nini kimetokea? Nikaambia, baba kamshauri mama ya kwamba wasinisomeshe, mimi ni mtoto wa kike. Nitaishia tu kuwaletea tu mimba nyumbani na watakuwa wametupa gharama zao za kunisomesha. Dada, kivipi? Ina maana kwamba mama haoni? Mama haoni ni kwa jinsi gani wewe umepambana mpaka umeipata hii nafasi? Dada, mimi siwezi kukubali. Nitaongea vizuri na mama na kisha kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nitambembeleza sana mama mpaka utaenda shule dada. Nikamwambia, poa mdogo wangu. Hapo sasa kanibidi tu nimkumbatie mdogo wangu. Kwa kipindi hiki huyu mdogo wetu wa mwisho, yani Bitu, alikuwa na miaka 5. Kwa hatakuwa tunamshirikisha mambo yetu kwa sababu yeye bado ni mdogo. Basi baada ya chakula pale cha usiku, mdogo wangu Kija akabaki sebuleni akawa anazungumza na mama, na mimi nikiingia chumbani kwangu. Nilikuwa nasali sana huku nikiomba mama akubali kwamba mimi niende wapi? Nikasome. Kusema ukweli nilikuwa nina ndoto nyingi sana mimi. Kwa nini nikaolewe jamani? Tena wanaume wa huku hawana hela, hawana mbele, hawana nyuma. Yaani nilishajua mimi nikiolewa ni sawa tu nimejitupa tu huku. So ni lazima nijipambanie niende kusoma mimi. Nikishakubali kuolewa kwa maana mimi dasi tofika tena. Basi baada ya muda pale mdogo wangu Kija akaingia chumbani kwangu. Sasa alipofika mimi nikamuuliza kwa haraka sana. Nikamwambia, vipi Kija, mama amekubali mimi niende nikasome? Kija akatikisa tu kichwa hivi. Yaani alikuwa anaashiria hapana. Kija akaniambia, mama amenikatelea kata tena nusu anipige. Amesema yeye anafuata ushauri wa mume wake tu, so hawezi kukusomesha dada. Niliumia sana. Nikasema, Kija, mimi kesho nitaongea na baba na nitamwomba sana asinikatiri kwa kunikosesha mieki yangu jamani. Kija akaniambia, sawa, tutaongea naye wote, tutamvizia asubuhi mama akienda shamba ndo tutaongea na baba. Nikasema sawa. Basi tukapumzika, ila mimi kusema ule kule jamani sikulala hii siku nzima. Nilikuwa nina mawazo, yani mawazo yalikuwa yamenijaa mno. Nawaza kwamba nitaenda shuleni kweli mimi. Yani sijui hata usingizi ulikuja kunichukua saa ngapi. Lakini asubuhi na mapema tulimsikia mama ameshaamka yuko busy na pilika zake. Tukajua mama anaenda wapi? Shambani. Kupale tukauchuna tu kimya kwa muda. Na kisha tukasikia mama anaondoka. Ndo tukanyanyuka tukaenda kukaa sebuleni. Sasa tunamgoja baba. Maana tunajua yeye anatoka muda so mrefu kwenda pia shambani. Ila shamba analokwenda baba ni lingine, so lile aliokwenda mama. Na ndio maana kila siku kila mtu anaenda kivyake. Basi kweli baada ya muda baba akatoka chumbani. Tukamsalimia, kisha mimi nikamwambia, baba samahani. Baba naomba tuongee.
Nyanzara, kuna shida gani? Maana naona mmeamka asubuhi sana. Nikamwambia baba, ni kawaida tu. Kweli baba pale akaja akakaa katika kiti akasema, nawasikiliza watoto wangu. Msikilizaji, huwezi kuamini, mimi pale nikapiga magoti mbele ya baba na kisha nikamwambia baba, nakuomba uniruhusu mimi nikasome. Baba, mimi nakuahidi nitasoma kwa bidii na sitofanya ujinga wowote ule. Babangu, mimi nakuahidi nitasoma sana na sitawapotezea pesa zenu. Nitajitahidi sana kupambana na shule baba, na nitafanya msijutie kunisomesha, ila naomba nipate tu chance ya kusoma. Kwa hiyo hilo ndio jambo lenyewe au kuna jambo lingine ulitaka kuniambia? Hapo mdogo wangu Kija kadakia akasema, baba, ndio hili baba. Hebu nyie sikilizeni niwaambieni nyie mabinti. Mimi sisomeshi mwanamke. Nyie wanawake ni wepesi sana kushawishika. Nitatupa pesa yangu na kisha mtaleta mimba hapa nyumbani. Na hiyo darasa la kwanza mpaka la 7 unabahati sana nilikukuta wewe unasoma, la sivyo hata hilo pia darasa la 7 ungelisikia tu kwenye bomba. Kwa mimi msimamo wangu tabaki kuwa pale pale, hakuna kusoma mtoto wa kike. Wewe mtoto wa kike ni kuolewa tu na kumtunza mume wako. Pesa tutawekeza kwenye kilimo zaidi. Na hapa diwani kanipigia simu, anataka kulinunua jina lako akampe mwanae aende shuleni, maana mwanae alifeli. Kwa hiyo wewe pumzika tu nyumbani, hilo jina lako tutaliuza, tutapata pesa na pesa tutapeleka shambani. Ukishafikisha miaka 18 na kuozesha ukaanzishe familia yako. Wewe mtoto wa kike unataka utafute hela za nini? Wewe mtoto wa kike unataka utimize ndoto za nini, wakati wewe jukumu lako ni kuolewa na kumtunza mume wako na kuitunza familia yako? Sasa nisikilize, nimemaliza na sihitaji maswali wala majibizano. Nye, baba huyu alipozungumza hivyo alinyanyuka na kisha akatoka nje. Tulibaki pale tunaangalia na tumina mdogo wangu Kija. Yaani hata cha kuongea tulikuwa hatuna. Nikamwambia Kija, mdogo wangu, mimi nimeshakata tamaa ya kusoma. Sioni future yangu. Dada, hebu sikia. Ipo nafasi ya mwisho. Nenda kwa shangazi Mandu. Nye msikilizaji, huyu shangazi Mandu, huyu ni shangazi yetu. Baba mmoja na mama mmoja, kuzaliwa na marehemu baba yetu. Na nayajua maisha yake. Ana maisha magumu sana. Ila shangazi Mandu nye ana roho nzuri mno. Anakaa kijiji cha pili tu kutoka kwenye hiki kijiji chetu. Basi nikasema shangazi ataweza kweli mimi kunisomesha mdogo wangu, kwa jinsi maisha yake vile yalivyokuwa magumu. Sasa Kija akaniambia, dada, twende bwana, hatuna chance nyingine. Ni lazima tufike kwa shangazi na tumueleze yule ni damu yake na baba yetu, anaweza akatusaidia kivyovyote vile, hata kuna kuongea na mama. Nikasema okay sawa, nipeleke. Akasema dada, tusiondoke wote, wewe nenda, mimi naangalia nyumba. Nikasema okay basi poa. Kwa pale nikaoga haraka nikavaa pale gauni langu ambalo ndo niliona hili ni zuri. Ile gauni lenyewe zuri limechoka, lipo kuukuu. Basi pale nikaanza safari kuelekea kwa shangazi Mandu, kijiji cha pili kutoka pale kijijini kwetu. Basi nilitembea taratibu tu kuelekea kwa shangazi Mandu. Nikafika nikakuta pale shangazi Mandu anafua. Kwanza alivyoniona alinikaribisha kwa furaha mno. Akasema, jamani, shangazi karibu. Leo ndo umenikumbuka shangazi yako, maana nyie watoto nyie hata mnitaki nyie shangazi yenu. Kwa mmekuja kuniona shangazi yenu jamani. Nikamwambia hapana shangazi, kazi tu zinakuwa nyingi nyumbani na ndio maana tunakosa muda hata wa kuja kukuona shangazi, ila usijali kabisa, mambo yatakuwa sawa. Aha, sawa. Nimesikia bwana, kwanza wewe umefaulu mwanangu, au ndo umekuja kuniaga unakwenda shuleni? Nikasema hapana shangazi, nimekuja na maongezi muhimu sana na wewe. Mbona sasa unaanza kunitisha wewe Nyanzala? Haya, njoo hapa kwenye mkeka unieleze vizuri, una shida gani shangazi yangu? Basi tukakaa pale kwenye mkeka. Shangazi akaniuliza shida ni nini mwanangu? Mimi hapo msikilizaji nilianza kulia. Shangazi akaniambia hapana, hebu usilie kabisa. Hebu nakuomba usilie mwanangu, sawa? Naomba ujikaze na unieleze shida ni nini mwanangu, hebu niambie. Basi hapo mimi nikamueleza kila kitu shangazi yangu, ya kwamba baba na mama mimi hawataki kunisomesha. Hapo namueleza shangazi huku nalia, maana moyo ulikuwa umejaa machungu mno. Shangazi yangu alisikitika sana. Akasema, hivi mama yako yule ana akili sawa kweli kweli?
Yaani ana akili kweli. Yaani wewe umefaulu alafu hataki kukusomesha. Anasikiliza lile pumbavu lake. Yaani anamsikiliza mwanaume kwa kila kitu, hata katika mambo ya kipumbavu. Nikasema ndio hivyo shangazi, naomba unisaidie mimi nisome. Usijali Nyanzala, sawa? Mimi nitapambana kama shangazi yako. Nitapambana na wewe mpaka utasoma. Japo sina kitu shangazi yako kama unavyoniona, na hali ngumu kweli kweli, ila nitaforce tu mwanangu wewe uende shuleni. Nikasema nitashukuru sana shangazi. Akasema kwanza namuita huyo mama yako niongee naye. Nitaongea naye kama mwanamke mwenzangu, huenda atanielewa, na kama hana pesa basi auze shamba moja. Maana marehemu baba yenu kacha mashamba mengi tu. Yaani sioni sababu ya msingi inayofanya wewe usisome. Tena umefaulu vizuri kabisa. Huyo mama yako huyo nitawashana naye mimi moto. Yaani akikataa tutafikishana mpaka serikali za vijiji. Ila shangazi yangu Nyanzara, wewe utasoma tu. Sawa shangazi? Aliponiambia nilifarijika sana. Nilijisikia raha mno moyoni. Yaani mpaka nikamkumbatia shangazi yangu. Basi sikukaa sana kwa shangazi, nikaaga pale, nikamwambia shangazi mimi naondoka, maana kule nyumbani mimi sijaga kabisa. Shangazi akasema wala hata usijali. Nikasema sawa. Basi mimi huyo mguu mmoja, mguu mbili, mguu tatu, mguu nne mpaka nyumbani. Nilifika home, mdogo wangu kija kaniuliza, dada vipi uko ulikotoka kwa shangazi? Nikamwambia shangazi kanihakikishia lazima nitasoma na atafanya chochote mimi nitasoma. Na akasema atamuita mama, ataongea naye vizuri, na ikiwezekana auze shamba moja aloacha marehemu baba yetu ili mimi niende shuleni. Sasa nilipomwambia hivyo mdogo wangu kija akaniambia, dada wewe lazima usome. Mimi namkubali sana shangazi Mandu, na kama angekuwa na pesa yule angekupeleka yeye mwenye, asingetaka kelele na mtu. Nikasema ni kweli, ila ndio hivyo. Wenye mioyo mizuri na kutoa mara nyingi huwa ni maskini na hawana kitu. Na ndio maana hata pia watazamaji wengi wa TikTok wa Ngojei wanaofuatilia simulizi, wengi hawatoi zawadi. Wanapenda tu kusikiliza simulizi, lakini hawampagi Ngojei hata zawadi hata kidogo. Wanaotoa ni wachache tu. Wengi tu wamekaa wanasikiliza simulizi, wanaenjoy. Basi bwana, tukawa pale tunaendelea na kazi yetu. Jioni mama alirudi, akaniita. Akaniambia, wewe Nyanzala, leo shangazi yako kanitumia watu nikiwa niko shambani ya kwamba ananiita. Kwamba mimi niende kwake. Kwani wewe ulienda kumwambia nini shangazi yako? Kuna chochote ulienda kumwambia? Nikamwambia hapana wewe. Mimi mbona sijaenda mama? Labda tu shangazi anakuita kwa mambo yake. Okay. Sawa sawa. Mimi niko busy sana leo wala siendi. Na kama ana shida atanifuata hapa nyumbani. Ila nyiwi mama. Basi ikapita kama siku 2. Mama hakwenda kabisa kwa shangazi. Ila siku ya 3 yake shangazi Mandu ndo alikuja nyumbani bwana. Kwanza nilipomwona shangazi Mandu mjue nilifurahi sana. Maana nilijua kabisa ukombozi wangu umefika. Basi mama hakuwa amerudi, ila alimngojea pale mpaka mama aliporudi. Na nilisikia maongezi yao vizuri tu, kati maongezi ya shangazi pamoja na mama. Nilisikia vizuri mno. Na shangazi alimwambia mama ya kwamba aniache mimi nisome na asininyime haki yangu ya kusoma, na kama kuboronga basi nikavurundi huko mimi mwenyewe sekondari, ila asinizuie mimi kusoma kabisa. Na kama hana pesa za kunisomesha basi auze shamba moja la marehemu baba ili mimi niende shuleni. Nyie mnajua mama yangu alifoka mno. Akasema, we Mandu, usinipangie mimi maisha. Huyu mimi ni mwanangu na wala hujanichangia kwa chochote wewe. Mimi ndo najua uchungu wake kwa sababu mimi ndo nimemzaa na nimembeba tumboni miezi 9. Kwa hiyo usijifanye wewe ndo una uchungu sana kuliko mie. Nimeshasema huyu asomi, akifikisha miaka 18 anaolewa. Mama aliongea. Shangazi Mandu akasema, wewe una akili kweli wewe? Yaani kazi yako wewe unamsikiliza huyu mwanaume kwa kila kitu. Hivi wewe mama Nyanzala, wewe zipo timamu kweli wewe kichwani mwako? Hapo mama ndo akadakia, ndo namsikiliza, ndo mume wangu lazima nimsikilize. Nyie tangu kaka yenu afe mnanisaidia nini juu ya hao watoto? Mnanisaidia nini? Tena huyu mnayemuona kichaa ndo anaelewa hao nenu. Na kama wewe una uchungu sana na mwanao, beba mwanao peleka huko shule, ila mimi sitoi ada, sitoi hata 100, siuzi chochote, full stop. Mama pale akawaka. Mama akawa msisitizo wake ni ule kwamba mimi hanipeleki shuleni kwenda kusoma. Shangazi akasema sawa, mimi nitamchukua Nyanzala na nitamsomesha. Wewe umegoma na wewe unamdharau kisa tu unamuona ni binti. Mimi nitamchukua na nitapambana naye na atasoma vizuri tu. Shangazi pale akaita kwa sauti kubwa akasema, Nyanzala, niketika be shangazi. Akasema, chukua nguo zako na kila kitu tunaenda kwangu. Nikasema sawa shangazi. Nikabeba pale matambala yangu, maana sio nguo. Nikabeba pale matambala yangu yote nikatia kwenye mfuko kisha nikatoka. Shangazi akasema, sasa leo naondoka na Nyanzala tu, ila najipanga nitakuja kumchukua na kija. Maana nishaona wewe hujielewi wewe na huwezi kusimama kama mwanamke katika kupambania haki za watoto wako.
Shangazi aliposema hivyo, mama akasema, "Oh, sawa, tutaona. Haya wewe, kasimame wewe kama mwanamke. Na wewe Nyanzala, si unajifanya wewe mchonganishi sana. Sasa kaa ukijua ukiondoka hapa, usahau kama mimi ni mama yako." Sasa jamani, haya yanatoka wapi? Kisa mimi kusoma ama ni nini? Shangazi akaniambia, "Hebu tuondoke wewe." Asikutishe wewe, aende zake huko. Shangazi pale akanivuta tukaondoka zetu mpaka nyumbani kwake. Shangazi hiyo siku alichukia mno. Akasema, "Yani lile li mama yako lile halijielewi kabisa. Kwa kila anachoambiwa na mume wake yeye anafurahia tu. Lijinga mno lile. Sasa mwanangu Nyanzala, bado siku ngapi kwenda shule?" Nikamwambia, "Bado siku 2 shangazi." Hapo kwanza nilipomwambia zimbaki siku 2, nilimwona shangazi anashusha pumzi, akakuna mpaka kichwa. Akaniambia, "Peleka nguo kwanza chumbani kisha uje hapa." Shangazi yangu alikuwa ni msela tu na ni mtu mzima tu, ila hakuwa na mume wala hakuwa na mtoto. Basi nikapeleka pale mfuko wangu chumbani na kisha nikatoka pale sebuleni. Shangazi akaniambia hivi, "Yaani hapa mwanangu, nina akiba ya shilingi 20,000 tu shangazi yako. Na nina shamba moja tu ambalo ndo nalitegemea kweli kweli mwanangu. Ila hilo shamba mimi naliuza kwa ajili yako. Najua mwanangu, ukija kufanikiwa utanunulia mimi shamba kubwa zaidi ya lile. Si ndio shangazi yangu?" Nikamwambia, "Ndio." Hapo namwitikia shangazi ndio, lakini huku nalia. Nikampigia mpaka magoti shangazi, nikamwambia, "Asante sana shangazi. Nakushukuru sana kwa wema wako." Shangazi akaniambia, "Hebu inuka hapo, mimi ni shangazi yako. Yaani mimi ni baba yako. Kwa wewe lazima utasoma tu mwanangu. Sawa shangazi yangu?" Nikasema, "Ndio." "Nenda kaoge, mimi naandaa chakula chapu chapu hapa, sawa?" Nikasema sawa. Hapo nikaenda kuoga. Niliporudi nikakuta shangazi ameshaandaa pale ugali na samaki wa kulumangia. Mnawajua samaki wa kulumangia? Wanakuwa wana mchuzi hawana nini, yani wamekaangwa tu. Kwa tukala kisha tukaenda pale kulala. Kesho yake sasa shangazi alitangaza ya kwamba anauza shamba tena kwa bei ya hasara mno, imradi tu apate na apate pesa mimi niende shuleni. Yote kwa sababu aliona kabisa mimi nina muda mchache sana wa mimi kwenda shuleni. So alitaka kupata mteja wa haraka haraka ili mimi niweze kuwahi masomo shuleni. Na ndio maana akaweka bei ya hasara. Ile bei aliyokuwa anauza shangazi, uweze amini, siku hiyo hiyo alipata mteja wa shamba. Akaniambia, "Mwanangu, pesa hii hapa ilishapatikana, naomba nikakununulia mahitaji yote ya shule. Kesho nakupeleka shuleni na kesho kutwa unaingia darasani na wenzako." Nikasema, "Shangazi, asante sana. Mungu akubariki sana." Akaniambia, "Hata usijali shangazi yangu." Hivyo ndo anapendaga kuniita hivyo. Yaani yeye anapendaga kuniita shangazi yangu. Basi kweli muda wa mchana tukaenda mjini. Shangazi alinunulia mimi kila kitu. Kila kifaa cha shule kilichotakiwa yaani mwanafunzi awe nacho, kuanzia sare za shule, viatu, vitabu, begi, madaftari, planka, maana shule ilikuwa ni ya bweni. Yaani alinibebea kila kitu shangazi yangu. Basi tulipomaliza pale kuemea vitu vyote hivyo tukarudi nyumbani. Hii siku nilikuwa na raha mno. Si nilikuwa na uhakika mimi nakwenda shuleni. Basi tukala kwa furaha mno, huku tunapiga story kwa sana tu. Aunti akaniambia, "Nenda kapambane kusoma shangazi yangu, sawa? Yule mama yako kuna kitu kinamzuzua kwa yule mwanaume. Ila wewe ni mtoto, kwa hiyo siwezi kukwambia." Na ndio maana kila akiambiwa kitu yeye anakubali tu. Msikilizaji, mnahisi nini ambacho kilikuwa kinamzuzua mama kwa yule baba yetu wa kambo? Sitaki kusema sana. Basi kesho yake shangazi akaniamsha asubuhi sana. Kwa akaniandaa pale kwa kila kitu na tukaanza sasa safari ya kwenda wapi? Huko shuleni. Kwa akaniandaa kwa kila kitu, tukaanza safari kuelekea shuleni. Shule ambayo nilikuwa nimepangiwa ilikuwa ni mkoa wa Geita. Ile ilikuwa maeneo ya Geita mjini kabisa. Basi bwana, tukafika mpaka shuleni na kweli tulikuta wanafunzi wengi tu wanapokelewa pale. Nilikuwa nina raha sana. Yaani kwanza shangazi kapambana mpaka na kuja kusoma kudadadeki, sio poa. Basi tukapanga pale foleni tukingoja zamu yangu. Maana wanafunzi walikuwa ni wengi sana na alikuwa anaingia mwanafunzi mmoja mmoja kuandikishwa. Ilipofika zamu yangu niliingia na shangazi, kisha shangazi akajitambulisha kwamba nimemleta mwanangu anaitwa Nyanzala na amepangiwa shuleni hii, yaani amepangiwa shule hii. Basi yule mwalimu mkuu akasema, "Okay, sawa, karibuni sana. Na Nyanzala, jisikie uko mahala sahihi kwa kupata elimu iliyo bora." Nikasema, "Asante sana mwalimu." Kisha mwalimu mkuu akaanza pale kuangalia jina langu katika daftari lake. Akaangalia, niliona anatumia muda mrefu sana kutafuta jina langu. Na baada ya muda akasema, "Mbona hapa sioni jina la binti yako?" Nikamwambia, "Hapana, mimi nimefaulu na nimepangiwa hapa." Akasema, "Hebu angalia wewe mwenyewe kwenye hili daftari la wanafunzi wote wanaotakiwa kuripoti hapa. Angalia wewe mwenyewe kama unaona jina lako." Aise, nikavuta ile daftari, nikaanza pale kuangalia wa kwanza, nikaangalia vizuri mno. Nikaangalia ile majina, ila hapakuwa na jina la Nyanzala tena.
Niliumia sana. Nikasema lakini mimi na uhakika nilipangiwa hapa. Yule mwalimu akasema angalia sasa. Angalia, hamna. Sasa yule mwalimu akaniangalia mimi. Kisha akasikitika. Akasema bila shaka utakuwa umechezewa mchezo, jina lako limeibiwa. Umeibiwa nafasi yako ya kujiunga na sekondari. Pole sana binti. Nye. Nikasema hapana mwalimu, mimi mbona nilipangiwa hapa? Inawezekana ni kweli ulipangiwa hapa, lakini jina lako kwenye listi halipo. Wajanja wameshachukua nafasi yako mwanangu, pole sana. Nye, unajua nilibaki kama nimeloa, nilibaki kama vile nimechoka, nilitamani kulia. Sasa shangazi akasema, we Nyanzala, au tumekosea shule? Hebu niambie vizuri shangazi yangu. Nikamwambia hapana shangazi, mimi nilipangiwa shule hii shule hii. Hapo naongea huku nalia. Yule mwalimu akasema pole sana, naomba mpishe ili niwahudumie wanafunzi wengine, maana foleni ni ndefu. Kwa hapo ikanibidi sasa tunyanyuke kivivu kweli kweli, tukatoka mpaka nje. Nikasema shangazi, mimi na uhakika hii ndio shule nilopangiwa mimi. Sasa kama shule ndio hii mwanangu, inakuaje halina jina lako? Hebu kwanza turudi nyumbani tukae kwanza mizigo, na kisha twende shule ya msingi uliosoma tukaongea na mkuu wa shule kule, tukaongea naye vizuri. Nikasema sawa aunti. Basi kweli bwana, tukaanza kurudi nyumbani. Tulipofika nyumbani tukaweka pale mizigo, na kisha tukaenda mpaka shule ya msingi nilikuwa nimesoma. Tukakutana pale na mwalimu mkuu, nikamuelezea kwamba mimi nimefaulu, ila kule sekondari nilopangiwa jina langu halipo kabisa, inakuaje? Cha ajabu yule mkuu wa shule akasema, kwani wewe Nyanzala ulifaulu? Mbona mimi sijui kama ulifaulu? Mimi najua waliofaulu ni wanafunzi 4 tu. Hapo akawataja hao wanafunzi 4. Kati ya hao 4 mimi sikuwepo, na jina la mwisho lilolitaja lilikuwa ni la mtoto wa diwani, na uhakika yule mtoto wa diwani alifeli. Nikajua kabisa huyu mtoto wa diwani ndo amepewa nafasi yangu. Nikasema mwalimu, mbona huyo mwingine wala yeye hakufaulu? Hapana, huyu ndo alofaulu, labda wewe ulichanganya majina. Nye lilinishuka mno, nikiwa hata sielewi inakuaje hili. Nilimweleza sana mwalimu, ila mwalimu alinikata. Mwalimu aliendelea kushikilia msimamo wake kwamba mimi sijafaulu, bali kwamba nimechanganya majina. Nikasema sawa mwalimu. Basi tukarudi pale nyumbani, tuko hoi mimi na shangazi yangu. Kwanza nilimwonea huruma sana shangazi yangu. Nikasema shangazi, nakuomba unisamehe tu, lakini mimi na uhakika kwamba mimi nilifaulu shangazi. Shangazi yangu, wala hata usijali, hata mimi mwenyewe nilisikia kwamba wewe umefaulu, ila najua nafasi yako wameichukua tu. Haya maisha haya, utafute sana pesa. Watu wanatudharau, watu wanafanya chochote kwa sababu wana pesa. Yaani kama angekuwepo marehemu kaka yangu, yasingetokea haya yalotokea. Pale shangazi alianza kulia. Mimi ilibidi nianze kumbembelesha sasa shangazi, sasa nyamaza. Shangazi alilia sana, huku akisema kwamba tumedhulumiwa kwa sababu sisi ni maskini na hatuna uwezo, na ndio maana imekuwa hivi. Nilimbembeleza sana shangazi mpaka kanyamaza. Shangazi akawa poa kabisa, na kesho yake ndo tukaanza sasa kuuza vile vifaa vya shule vyote. Maana sikuwa nimetumia hata kifaa kimoja, ila ndio hivyo tuliviuza tena kwa bei ya hasara tu. Niliona bora tuviuze, at least shangazi apate pesa ya kukodi shamba aendelee na kilimo. Niliona shangazi yangu kaumizwa sana na hili swala, ila nikamwambia shangazi, basi tumshukuru tu Mungu, huenda riziki yangu haipo kwenye kusoma. Shangazi akasema sawa mwanangu, ila kwa yule mama yako mwehu yule hakuna kwenda, wewe baki hapa hapa. Nikasema sawa shangazi. Basi kweli kesho yake tulifanya mpango, shangazi akakodi pale shamba, na mimi ndo nilikuwa namsaidia kwenye kulima tena. Ni kweli shangazi yangu ana maisha magumu mno, ila shangazi yangu yuko fair sana, ni mtu mmoja pisi sana, na wala hana makuna mtu
na ni mtu mwenye upendo mno. Na nakumbuka siku hiyo nikiwa niko na aunti tunakula, alikuja mdogo wangu Kija na shangazi alimkaribisha vizuri. Basi tukamkaribisha pale, tukala kwa pamoja, na tulipomaliza Kija akasema, pole sana dada, nimesikia kilichotokea na najua hujaenda shule. Nikamwambia, mdogo wangu, mimi nishayasahau hayo, na kwa sasa niko busy na kulima na shangazi na nina amani tu. Vipi wewe? Mdogo wangu Kija akaniambia, hata mimi dada nipo sawa, lakini dada, mimi nina uhakika jina lako kaliuza mama na baba wameliuza jina lako. Mimi hapo nikashtuka, nikasema, kwa nini unasema hivyo Kija? Akasema kuna siku alikuja diwani pale nyumbani, aliwapa pesa wazazi na mimi niliwasikia. Unadhani zile diwani pesa alizitoa kwa ajili ya nini? Na hisi ule diwani ndo kamnunulia jina mwanae, maana mwanae alifeli ile siku. Tuliangalia dada matokeo, nikasema, Kija mdogo wangu, hata nifanye nini kwa sasa itaweza kunisaidia kitu. Wewe achana nao tu, acha tu mambo yapite. Cha muhimu mimi nina amani, basi inatosha. Basi shangazi akasema, yani yule mama yenu sielewi hii akili mbaya kaipata wapi jamani. Tumwachie tu Mungu. Basi tukapiga pale sana story na Kija, na mida ya jioni kabisa mdogo wangu Kija akaondoka. Basi ilipita kama miezi 3 nakumbuka. Mimi niko na shangazi yangu tunapiga kazi. Hiyo siku sasa tunarudi kutoka shamba na shangazi, tukamwona mama alikuwa amekaa nje ya nyumba ya shangazi. Shangazi akasema, yule mama yako kafuata nini jioni hii nyumbani kwangu? Huyu atakuja kaja kutafuta tu ugomvi, hana lolote. Basi tukasogea mpaka pale alipokuwa mama. Shangazi akamwambia, haya, umefuata nini kwangu? Mama akasema, nimefuata kilicho changu. Wewe ulisema unamchukua huyu kwa ajili ya kumsomesha. Haya, kiko wapi? Kumbe umemchukua mwanangu ili uje kumfanya ngombe wako wa kukulimia mashamba yako, si ndio? Kwa uliona mwanangu anavyonisaidia mimi kwamba mimi nafaidi, au unataka kumtoa kafara mwanangu umle nyama kama ulivyomtoa kafara kaka yako? Maana nakujua wewe mwanamke, wewe mwanga sana, mchawi wewe. Mchawi ulokubuu wewe. Na ndio maana ulimua kaka yako ili umle nyama. Nye mamangu sijui alipatwa na nini. Shangazi akasema kwamba mimi ndo nimemua kakangu. Mbona sijakuelewa, au umezungumza nini? Yaani unamaanisha kwamba mimi ndo nimemua marehemu kaka? Hapo mama akadakia akasema, ndio. Kwani unadhani sijui kwamba wewe ndo mchawi? Najua sana, nasikia sana habari zako kwamba wewe ndo mwanamke mwanga mpu. Akatema na mate pembeni. Nyie hapo shangazi yangu alibaki kimya. Yaani hata mimi pia nilimwonea huruma shangazi, maana nilishajua kwamba mama anamzushia tu shangazi maneno ya uongo wala hayana ukweli wowote ndani yake. Basi mama pale akaniangalia mie na kisha akasema, haya, na wewe kuku wewe, kakusanya kilicho chako, tunarudi nyumbani. Mimi hapo nikabaki nimesimama tu, yaani hata sielewi nafanya nini. Shangazi akaniambia, Nyanzala, kachukue vitu vyako uende kwa mama yako, maana leo nimekamatwa mpaka na uchawi na naambiwa mimi ndo nimemroga kakaangu na mpaka nimemua. Sasa lisije likakupata kitu hapa ikawa ni shida, na kuomba uende kwa mama yako. Basi hapo mimi mama akanisukuma akaniambia, kabebe nguo zako, mpumbavu mmoja wewe. Unang'ang'ania nini hapa? Mtu mwenyewe huwe hajiwezi kwa lolote. Hebu fanya twende bwana wewe. Basi mimi hapo kiunyonge, sitaki kurudi kwa mama, ikabidi niingie ndani, nikabeba nguo zangu nikatoka nje. Mama akanivuta mkono, nakwambia. Hapo mama akamwambia shangazi, sasa naondoka na mwanangu, ole wako ni kuone kule nyumbani kwangu, mwanga mmoja wewe. Shangazi akasema, sawa, nashukuru, fanya tu uende. Basi hapo mama akanivuta mkono, nakwambia, tukaanza kurudi nyumbani. Tulipofika home, mama akaniambia, sasa ole wako ni kusikia unakwenda kwa shangazi yako, nitakuvunja mshenzi wewe. Mimi hapo nikabaki kimya. Mama akaniambia, ingia ndani huko. Yaani sisi tunakutafuta, tunatafuta mtu wa kutusaidia huko shambani, wewe unajifanya unaenda kumsaidia shangazi yako, mbwa wewe. Basi mimi nikabaki hapo kimya. Taratibu nikaingia ndani mpaka chumbani kwetu, nikamkuta pale mdogo wangu Kija. Mdogo wangu Kija nilipomwona tu nikamkumbatia ndugu yangu huyu, nilianza kulia. Maana mimi wala hata sikupanga kurudi huku nyumbani kwa mama kabisa. Shangazi Mando kule kwake kweli ni maskini, hana kitu, ila ana upendo mno. Nyie, ni bora kuishi sehemu yenye upendo na amani hata kama haina kitu, kuliko kuishi sehemu yenye utajiri lakini huna amani, hakuna upendo. Basi mdogo wangu Kija akanikumbatia pale, akaniambia, dada pole, ndo mama yetu, tumzoee tu. Nikasema sawa, hamna shida. Ila kweli mama ndo wakumtamkia maneno machafu vile shangazi, akwambia eti mchawi ndo kamua baba. Kiukweli niliumia sana. Kija akaniambia, dada achana naye mama, kwani mama umjui kwa kuzusha maneno? Achana naye bwana dada, usilie, sio sawa.
Basi kinyonge sana mimi nikapanda juu ya kigodoro changu mwenye chakavu nikalala. Hata kula sikula hiyo siku. Nilisusa, yani chakula kinaanzaje kushuka kusema ule kweli. Hakishuki. Asubuhi mama akaniamsha, twende shamba, maana wadogo zako wanaenda shule. Basi mimi nikajiandaa pale, nikavaa nguo zangu, kisha huyo tukaingia shambani bwana, tukaagiza sijui tukapiga sana kazi. Nilipochoka nikataka kupumzika, mama akaniambia, unapumzika nini? Kwa shangazi yako ulikuwa unapumzika wewe? Hebu amka tupige kazi bwana, sitaki uvivu mimi hapa. Yaani mama ni kama vile hajanizaa, unaweza kusema ni mamangu wa kambo. Basi tukapiga sana kazi. Jioni ndo tukarudi nyumbani, lakini niko hoi kama mbwa. Na hayo ndo yakawa sasa maisha yangu kabisa. Kulima ni mtindo mmoja. Na kwenye swala la kazi sina uvivu. Napiga kazi kweli kweli, ila nilikuwa na chuki mno moyoni mwangu kwa mama pamoja na baba. Na hii yote ni kwa sababu nilikuwa naelewa wao ndo wamenifanyia mpango mimi sijaenda shuleni, ila sikuwa na jinsi tu, wala sikuwahi kuwauliza juu ya kuuza jina langu. Nikaona huenda riziki yangu imepangwa kwingine na sio kwenye shule. Basi maisha yaliendelea mpaka nilipofikisha umri wa miaka 15. Siku moja nikiwa nimelala majira ya usiku, tumbo lilinivuruga sana hii siku. Yaani hii siku niliumwa vibaya mno msikilizaji, hata usingizi sikulala. Nikahisi kama kuna vitu vinatoka huku chini vinanitoka. Nikaenda kunawa bwana, nakutana kuna damu zinanitoka. Nikajua mimi hapa ndo nishavunja ungo, maana mpaka kwa umri huo bado nilikuwa sikuwa mwali, na hivi vitu tulikuwa tumefundishwa shuleni. Basi nikarudi ndani, nikachukua pale kitambaa safi nikaeka chini ili kuzuia zile damu zisichuruzike bure. Asubuhi na mapema kama kawaida mama aliniamsha kwa ajili ya kwenda shambani, ila bado nilikuwa na maumivu. Nikamweleza mama kwamba mimi naumwa, kuna jinsi najiona najihisi. Akauliza unajisikiaje? Pale nikamweleza kila kitu mama. Akasema hapo sasa ndo umeshakuwa mkubwa. Sasa hapo shoga yangu, ukijifanya mwenda wazimu tu ukaanza kutiwatiwa huko, utapata mimba. Yaani utapata mimba bila hata ya shida. Kwa hiyo nakuomba utulie kweli kweli. Unanisikia wewe mbwa? Nikasema ndio mama. Nataka utulie, apatikane bwana mwanaume atuletee ng'ombe. Sawa? Hapo mimi nikabaki kimya. Basi mama akanieleza vizuri jinsi ya kujiweka, na akaniambia huko chini si kuna manywele huko. Nikamwambia ndio. Akasema unyoe na ujisafishe vizuri kisha uvae hivi vitambaa. Hapo ndo umeshakuwa mdada, ukiwa mchafu utanuka sasa. Shauri lako. Nikasema sawa mama, nitazingatia hivyo. Akaniambia shangazi yako asingekuwa mwanga yule, mimi nikakupeleka kakae kwake kidogo akufunde. Ila yule shangazi yako ni muone vile vile, yule anaruka usiku mchao yule, sio mtu mzuri yule. Asije akachukua damu yako bure ukashindwa kuzaa maisha yako yote. Mama anayeongea hayo maneno nilibaki tunamwangalia tu mama. Kisha mama akaondoka zake. Basi mimi nikaingia chooni nikajisafisha vizuri, nikanyoa pale nywele zote huku chini, kisha nikavaa vitambaa alivyokuwa amenipatia mama, na kisha nikarudi kulala maana sikuwa sawa. Yaani nilikuwa nahisi kama tumbo linaniuma vibaya mno. Basi nilikuwa kwenye siku zangu kama siku 5 kama sikosei, sijui 5 sijui 6. Navujisha tu na sikwenda shamba kabisa hizo siku zote. Na mama aliniambia kwamba hiyo ni hali ya kawaida na huwa inampata kila mwanamke kwenye hii dunia. Na atakaniambia itakuwa inanitokea kila mwezi. Yaani maisha yangu yote ndo kila mwezi itakuwa hivyo. Basi nikaelewa na maisha yakaendelea. Na kweli nilikuwa ninaiona hiyo hali kila mwezi. Ila sasa ndo nilikuwa naumwa mno. Yaani hata shambani nakuwa siwezi kwenda kabisa. Alafu sasa mwili wangu ukaanza kubadilika mno. Nilianza kutanuka. Yaani huku chini nikaanza kutanuka, naanza kujijazia, makalio na yenyewe anajazia. Yaani nilianza kuvimba hivi. Yaani nikaanza kuonekana ile shape ya mwanamke, yani shape ile ya kidada ile ikaanza kujileta. Kwa kila nikitembea vijana wakawa nafanya wananiita mno ile oya sister. Ila mama aliniambia ole wangu asikie kwamba nina mwanaume ataniua. Basi nikawa nikiitwa ndo kama vile yani umenikimbiza. Yani ukinifanya sister mihi mbio. Yaani ninakimbia hata kugeuka nyuma sitaki. Ila hata mimi niliona mabadiliko kwa kweli kwenye mwili wangu, na nilikuwa ninazidi kuwa kabinti kazuri kusema ule kweli. Na nakumbuka hiyo siku wadogo zangu walikuwa wamekwenda shule. Mama akaniambia kwamba yeye anaenda shambani na baba. Mimi nikataka kwenda, ila baba akasema leo pumzika, mbona kazi yenyewe sio kubwa ile. Mke wangu huyu apumzike, tumwache mtoto apumzike, tutamaliza si wenyewe. Mama akakubali. Maana mama anamsikiliza kweli baba. Anamsikiliza sana mumewe kwa kila anachomwambia. Basi wakaondoka zao. Mimi nikaamka pale nikaanza kufanya usafi nje ya uwanja. Nikiwa naendelea zangu na kazi, nikaona baba anarudi nyumbani. Nikasema baba kuna kitu gani umesahau? Akaniambia kuna kitu nimesahau. Ngoja nikaangalie ndani haraka hapa. Nikamwambia okay sawa. Basi mimi nikawa naendelea na kazi pale, nikawa naendelea kazi zangu pale nje. Baba akaingia ndani. Mimi nikaanza kuosha vyombo vyangu pale. Nikasikia baba ananiita ndani. Wewe Nyanzala, hebu njoo mara moja.
Nikasema abe baba anakuja. Kwa nikanyanyuka pale nikaingia ndani. Sikuingia chumbani kabisa, maana yeye alikuwa ananiita huku akiwa yuko chumbani kwake. Nikasimama nje ya mlango wa chumba chao. Nikamwambia abe baba, akasema ingia ndani, ingia chumbani. Unajua nikashangaa, maana mimi huaga siingi chumbani kwa wazazi wangu. Nikamwambia baba, niambie tu hapa na kusikiliza na kusikia. Hebu pita ndani unisaidie kitu bwana, mimi bwana wewe. Nikasema sawa. Kweli hapo nikaingia. Nilishangaa kumkuta babangu yuko kitandani. Babangu alikuwa kama vile alivyozaliwa. Huku joka lake lile jeusi titi. Joka limesimama hivi wima, linatikisika hivi, linatinifanya hivi. Nikabaki pale nimesimama huku nimeshangaa. Yaani hata nguvu ya kukimbia sikuwa nayo. Msikilizaji, naposema joka basi elewa, sio joka hilo unalolijua wewe. Mimi namaanisha joka yani askari, ule askari hivi. Sio askari au mapolisi tunavyojua nyie. Jamani ndio hivyo hivyo. Yaani tango. Sio tango hilo la magengeni. Ila tu elewa jamani, nyie watu wazima mnasikiza simulizi, sio mpaka nitaje. Basi ndo nikalikuta pale limesimama hivi jeusi titi. Sasa mimi nikabaki nimeshangaa. Yaani hata nguvu ya kukimbia nilikuwa sina kabisa, maana mimi sikutegemea kama huyu mzee siku moja atakuja kunivulia mimi nguo. Sasa baba akanisogelea. Aliponisogelea akasema, usiogope Nyanzala. Nataka nikupe vitu vitamu ambavyo hujawahi kuvipata kokote katika hii dunia. Nataka kukupa utamu Nyanzala. Pale akachukua mkono wangu, akaushika mkono wangu, akaeka katika lile lidubwasha lake lile. Yaani mkono wangu akashikisha kwenye lidubwasha lake. Lidubwasha lilikuwa linatetemeka hilo. Nikasema baba, mimi sitaki huo utamu, mimi naogopa, naomba uniache. Akasema, Nyanzala, hebu acha uoga. Mimi sio baba yako wa damu, mimi sijakuzaa wewe. Sawa? Mama yako nimempa kazi nyingi huko shambani. Hawezi kurudi sasa hivi. Hebu usiogope. Nataka kukufanya leo tu usikie utamu ambao hujawahi kuupata Nyanzala. Sasa baba wakati anataka kunifanyia kile kitendo, mimi nikamwambia baba, naomba uniache. Naomba uniache baba, sitaki huo utamu. Sasa baba akaniambia hivi, sikuachi, yaani siwezi kukuacha. Pale baba alianza pale kunishika dodo zangu hizi, akawa ananishika. Aisee, niliona kabisa huyu baba anataka kunibaka. Pale tukaanza porukushani sasa. Zile za vuta ni kuvute. Yeye anataka, mimi sitaki. Sasa huyu ni baba, manake kwamba yeye ni mkubwa alafu ana nguvu kuliko mimi. It means kwamba ananishinda nguvu kabisa. Yaani nikaona kabisa ananishinda nguvu. Aisee, nilimuwasha teke moja hilo. Sijui akili zilitokea wapi. Nilimpiga teke kwenye zile kende zake zile. Nilimpiga teke kwenye sehemu zake zile za siri. Nikamsikia baba anasema, yaani kwa maumivu analalamika ile. Akaniachia sasa, akajishika huko akapiga kelele. Akasema, Nyanzala, unataka kuniua? Hapo akaniachia, akawa anajishikilia kwa sehemu zake za siri nilipokuwa nimempiga. Mimi nikamsukuma, nikatoka mule chumbani haraka. Yaani hata viatu sikuwa nimevaa. Moja kwa moja nikakimbilia kwa shangazi Mandu. Nilipofika kule kwa shangazi Mandu nilikuwa na tweta, yaani na hema kweli kweli. Shangazi aliponiona akasema, we mwana, vipi tena kuja kwangu? Hapo nikawa natetemeka kweli kweli. Yaani hata kuongea na shangazi nikawa siwezi. Shangazi akaniambia, si ninakuuliza wewe, una nini kilichokuleta hapa kwangu? Kwa hiyo wewe kuongea huwezi ama? Shangazi ananiuliza hivyo, mimi hapo natetemeka huku machozi yananitoka. Shangazi akanivuta kisha akanikumbatia. Akaniambia, haya, naomba utulie shangazi yangu. Utulie na kuomba tuongee. Basi shangazi pale akanituliza sana. Akaniuliza, kuna nini kimetokea huko kwenu? Nikasema, baba alikuwa anataka kunibaka. Mtume, yaani huyo mbaba ndo alipofikia huko? Nauliza, yule mzee ndo alipofikia? Nikasema, ndio shangazi. Hapo mimi shangazi nikamweleza kila kitu jinsi ilivyokuwa. Shangazi akasema, yaani lile lizee halina hata haya linataka kukukomaza, hivi ni kweli? Yaani amekuonesha lidude lake. Aise, yule mzee ni mshenzi kumbe. Sasa hapo mimi nikawa nalia huku shangazi yangu ananituliza pale. Nililia mno. Anti akawa ananipakata kabisa, yani ananibembeleza mpaka ndo nikatulia kabisa. Nilikaa sana kwa shangazi mpaka jioni. Hapo sasa shangazi akasema, sasa sikiliza, kwanza rudi nyumbani, sasa hivi ni jioni, mamako lazima atakuwa kasharudi, na ukifika umwambie kila kitu kuhusu huyo mumewe. Yaani umweleze ushenzi wa mume wake na kisha uniletee majibu kesho. Sawa? Nikasema sawa shangazi. Basi mimi hapo nikaanza safari ya kurudi wapi? Nyumbani. Nilipofika nikakuta kweli mama alikuwa amerudi na baba hakuwepo.
Mama akaniuliza, haya, we mwenzangu, ulienda wapi? Maana toka mchana haupo. Mimi hapo nikakaa kimya, nilikaa kimya. Akaniambia, niko hapa muda wote na kungoja wewe, ulikwenda wapi? Nikamwambia, mama, njoo chumbani tuongee. Una nini cha kuongea na mimi? Nikasema ni kitu tu cha umuhimu sana, njoo chumbani tuongee mama. Basi mama akanyanyuka, tukaingia chumbani kwetu. Mimi mama sikumficha kitu, nilimwadithia A to Z ya kwamba baba alitaka kunibaka eti kama ndo malipo ya kunilea. Mama akasema, yaani huyu baba hana haya yaani anataka kukufanyia uchafu mwanangu? Hili mimi siwezi kulichekea. Kama ni bingwa kuharibu watoto, amfanye mwanae wa kumzaa, amfanye mwanae wa kumzaa Bitu. Nasemaje, leo akirudi humu nani patachimbika. Hapo sasa kwenye hili kidogo nikamwona mama yuko very serious, yani kachukia kweli kweli, sio masihara. Mama akasema, yani leo ndo navunja hii ndoa sasa, siwezi kuvumilia mimi. Maana navumilia mengi kwa huyu ushenzi wake, lakini siwezi kulivumilia lembi, siwezi. Hapo mimi moyoni nikasema yes, at least sasa mama kanisikiliza na mimi. Maana basi mama akaniambia, wewe pumzika, huyu baba yako leo kazi anayo. Basi mdogo wangu pale Kija akaniuliza, nikamwelezea na nikamsihi na yeye awe makini na huyu baba, maana sio mtu mzuri, kusema ule kweli sio mtu mzuri kabisa kabisa kabisa. Kija akaniambia sawa. Basi usiku wa 2:00 ndo baba akawa amerudi. Mimi hata kumwamkia sikutaka. Sasa sisi nishaona lidude lake lile, heshima inatoka wapi ya kumsalimia? Nikabaki kitu kimya, nikaona hapo baba kaingia chumbani kwake. Kisha mama akamfuata huko chumbani kwake. Nikasema yes, mama kaenda kukiwasha huko. Sikusikia maongezi yao kabisa. Nilisikiliza mpaka 4:00 nikaona kimya tu. Basi nikaenda zangu kulala ndugu zanguni. Asubuhi na mapema niliamshwa na mama, akasema njoo tuna kikao na wewe. Basi mimi nikatoka mpaka sebuleni, nilimkuta baba na mama wako pale sebuleni, nikasogea taratibu nikakaa. Baba akasema, haya wewe kunguni, ni lini mimi nimetaka kukubaka? Nikamwambia, ni jana baba ulitaka kunibaka. Mshenzi mkubwa wewe. Nimekulea kwa miaka 6 ndo nije kukutamani jana? Hivi we mtoto huna fadhila? We mtoto hauna shukrani kwa kipi ulichonacho wewe? Mimi mpaka nikutamani nitake kukubaka wewe? Sijawahi hata siku moja kuzani kwamba we mtoto huna adabu kwa kiasi hiko. Yaani we mtoto ni mbwa kabisa, tena usiyekuwa na haya. Yaani wewe jana wa kumwambia mama yako kwamba mimi nimetaka kukubaka. Hivi we mtoto una akili kweli wewe? Mungu wangu, hamwezi kuamini, nilibaki kimya. Hapo nikawa namwangalia mama. Mama akasema, usiniangalie mimi mshenzi wewe. Kwa hiyo umepanga wewe na shangazi yako mnyaribie ndoa yangu, sio manake? Mume wangu kakulea mno, unakuja kumsingizia huo upumbavu wako wewe mtoto. Hivi una akili kweli? Nakuuliza wewe Nyanzara, una akili kweli wewe? Mume wangu mimi nataka kukubaka wewe kwa lipi? Ninayompa mimi yani kwanza ninayompa mimi ni makubwa mpaka akakutamani wewe kwa lipi? Wewe si binti yake wewe. Anawezaje kukubaka wewe? Mungu wangu. Jamani, mama kanigeuka. Yaani kama sio yeye alikuwa upande wangu jana. Nikamwambia mama, ni kweli mimi siwezi kumsingizia baba. Mshenzi mkubwa wewe. Hapo mama akanifuata pale nilipokuwa nimekaa. Alianza kunipiga, akawa ananisema kwamba huna fadhila, baba watu kakulea, leo unamsingizia anataka kukubaka, kuda deki zako. Basi mimi hapo nikawa nalia, lakini mama akawa ananipiga kweli kweli. Mama akawa anadai kwamba mimi namsingizia mumewe. Mama aliporidhika akatoka nje, akanisukuma. Kisha akaingia chumbani, akatoa nguo zangu akanitupia, akasema, haya naomba uende kwa huyo mshenzi mwenzie unayemuita shangazi yako. Nyumbani kwangu sitaki kukuona, toka tena, ukae ukijua kama mimi sio mama yako. Mshenzi mkubwa wewe. Kwa hiyo hivyo vikalio vyako hivyo, vindimu vyako hivyo ndio unadhani mume wangu anavitamani? Wewe utaweza kunizidi mimi? Ona mimi jinsi nilivyo. Mama hapo sasa akawa anageuka ananiambia, nione mume wangu aweza kukutamani wewe kinuka mkojo tu. Akatema na mate pembeni. Nguo zenye za ndani kufua vizuri uwezi, unanuka, unamsingizia baba wa watu. Mshenzi wewe. Yaani wewe jua kabisa katika maisha yako huna mama kama mimi mjenga wewe, una laana. Nye. Mpaka nilianza kujiuliza, hivi huyu ni mamangu kweli? Mjua lilinishuka.
Nilianza pale kuokota yale matambara yangu, ndo nguo, sina nguo zingine, nikaokota pale nguo moja moja, nikazifunga kwenye furushi, nikaanza safari ya kwenda kwa shangazi Mandu. Lakini hapo njiani nilikuwa nalia kweli kweli. Nilifika ndo namkuta shangazi anaenda shambani. Shangazi akaniuliza, we vipi, mbona unalia? Nikamwambia, mama kanifukuza shangazi. Kwa nini amekufukuza? Kwani kuna nini kwanza, hebu niambie. Hapo shangazi mimi nikamsimulia mwanzo mwisho. Shangazi akasema, mama yako akili zake ziko katika mpopo, akishadinywa tu akili zake zote zinaondoka. Sasa nisikiliza shangazi yangu, kuanzia leo utakaa hapa, tutapambana mwanangu na haya maisha haya. Sasa namtaka siku moja huyo mamako aje hapa ajifanye amekufuata. Mbona mamako atanijua vizuri kama mimi ni mwenda wazimu? Maana sana nitaga mimi mchawi, mimi mwanga. Sasa ndo nitamuonesha huo uchawi wangu vizuri, mpumbavu yule. Msikilizaji, kuanzia hapo nikawa naishi na shangazi rasmi. Kwa makazi yangu yakawa kwa nani? Kwa shangazi. Kwa nikawa nimetulia mno, namsaidia kwenda shambani kama kawaida. Kwa kipindi chote hiko nilikuwa natongozwa sana tu, ila sikuwahi kumkubalia kijana hata huyo hata mmoja kuingia naye katika mahusiano. Maana kadiri nilivyokuwa nazidi kukua ndo nilikuwa nazidi kunawiri. Tena huko nyuma ndo usiseme, nilijazia vibaya mno. Shangazi akawa anasema, mwanangu umejazia bwana, ningeyapata mimi hayo ningelinga hapa kijijini. Sasa shangazi alipokuwa anasema hivyo mimi nikawa nacheka tu, maana shangazi ni mtu masihara sana na ninamuelewa mno, ananipenda sana shangazi yangu. Kwa kipindi chote nilichokaa na shangazi, mama hakuwahi kuja hata siku moja kuniona, zaidi tu ya mdogo wangu kija, na mimi nilishajaribu kwenda kumsalimia mama kama mara 2 hivi, ila alinifukuza na kuambia. Nikaona isiwe shida, ngoja nikaushe, nifanye nini, nifanye mambo yangu tu. Basi bwana, nikapata na rafiki huku kwa shangazi. Alikuwa ni mdada tu kama mimi na alikuwa anaitwa Tusekile huyu mdada, ila nilizoeana naye sana tu na nilizoea kumuita Tuse. Basi Tuse ndo akawa ndo rafiki yangu sana, shoga yangu. Hata kutembea huwa tunatembea pamoja, tukienda mjini kuemea vitu na kuwa naye. Yani alinizoea mno shoga yangu huyu Tuse, na mimi nilimzoea. Siku hiyo nimetoka mjini na shoga yangu Tuse, tukakutana na mkaka mmoja hivi. Tukiwa kabisa tunakaribia nyumbani, yule kaka akatusimamisha, tukasimama. Yule mkaka akatufuata mpaka pale tulipo. Kwanza akatusalimia, tukamuitikia. Ila huyu kaka sura yake ilikuwa ni ngeni machoni mwangu. Mimi sikuwahi kumuona kabisa. Nafikiri ilikuwa ni mara yangu ya kwanza namuona hapa. Sasa yule kaka akasema, Nyanzala, samahani, naweza nikapata namba yako ya simu? Mimi kwanza nikajiuliza, vipi ukajuaje jina langu wakati mimi wala simjui? Nikamwangalia kwa dharau mjue, nikampandisha tuafikisha, nikamshusha. Nikamwambia mimi sina simu. Yule kaka akasema, okay sawa basi. Nikajua we simu unayo, maana unajua Nyanzala, nimetamani sana tuzungumze mimi na wewe. Sasa Tuse shoga yangu akamwambia yule jamaa kwamba, Mr. usijali, mimi simu ninayo, weka namba zako kisha Nyanzala atakutafuta kupitia simu yangu. Yule kaka akatabasamu akasema okay sawa na asante pia. Akavuta pale simu ya Tuse, akaandika namba zake, akampa simu yake. Alipomaliza kisha akasema asante sana. Tuse akasema, lakini mbona hatujui jina lako? Yule kaka akatabasamu akasema, bwana mimi naitwa Colin, ningependa tu mnifahamu kwa jina hilo la Colin. Tuse akasema, wewe ni mgeni kijijini hapa, mbona kama vile sije kukuona? Yule kaka akasema, mimi ni mgeni hapa kijijini, nimetokea Bukoba na nimekuja huku kikazi tu. Sawa, karibu Colin. Yule kaka akasema, asante sana. Nyanzala, nakuona upo kimya, tuzungumze chochote, naomba usiache kunitafuta tafadhali. Mimi nikamwangalia tu wala hata sikumjibu. Basi yule kaka akaendelea na safari zake na sisi ndo tukawa tunaondoka. Tuse akasema, yule kaka anaonekana ana hela yule, maana kavaa vizuri kweli, yani yuko smart sana mpaka raha, sio kwa vijana wa huku kijijini. Yule sio hapa. Nyanzala, naomba usiache kumtafuta yule kaka. Kwanza nikacheka nikasema, mimi namtafuta? Nikishamtafuta namwambia nini? Nikishamtafuta wewe unamtafuta tu, alafu mambo mengine yeye ndo atakwambia, na wala sio wewe. Usizingue bwana shoga yangu. Basi mimi nikacheka tu kusema ule kweli, maana Tuse ana story nyingi sana. Mimi nikakausha, maana yeye ndo mwenye simu, na kwa mida hiyo akili yangu kusema ule kweli haikuwa na mwanza mwanaume. Niwaambie tu ukweli,
Basi kapita kama wiki, kwa nikawa niko busy na kazi zangu na wala sikumtafuta yule mkaka sijui Colin. Kwanza mimi sikuwa na simu kabisa, kwa hiyo sikutaka hayo mambo ya kujisumbua. Siku hiyo niko zangu tu nyumbani nimepumzika. Shangazi alikuwa ameenda shamba. Akaja shoga yangu Tusi akaniambia, shoga yangu, unamkumbuka Colin? Nikasema Colin ndo nani? We Colin ni yule mkaka yule tulikutana naye mpaka kaomba namba zako na wewe umesahau. Nikasema nimemkumbuka. Kafanyaje? Sasa shoga, mimi nilimtafuta. Nikajifanya mimi ndo wewe, nikaanza kuchat naye. Ile yule mkaka anaonekana kavutiwa sana na wewe na ameomba mkakutane super bar jioni. Shoga, usiache kwenda, maana hujui bahati yako ndugu yangu. Alafu wakaka kama wale kijijini hapa hawapo. Tuse, hivi nani amekwambia kwamba umtafute na ujifanye kwamba wewe, yani ujifanye ndo mimi? Nani kakupa hiyo ruhusa? Mbona mimi sijavutiwa naye? Haya, umekula naye ahadi mnaenda kukutana, mimi sijui. Mimi sijavutiwa naye yule kaka hata kidogo. We Nyanzala wewe, ukimwangalia yule kaka vizuri, wewe umemwangalia kweli wewe yule? Hivyo umemwangalia kweli, hujavutiwa naye? Yule mkaka ni handsome, alafu anaonekana pesa anayo. Sikiliza Nyanzala, wewe ni rafiki yangu. Yes. Wewe ni rafiki yangu, sawa Alafu mimi nakwambia ukweli, usipoteze hii nafasi. Sawa Nyanzala? Unadhani utaolewa bila kuwa na mchumba? Na huyo mchumba unadhani utampataje sasa? Kama wewe unaleta tu mgomo wa kutaka kwenda kuonana naye. Fanya mpango kaonane naye. Tusa, hebu nisikilize. Mimi kiukweli sijisikii kwenda kabisa. Na huo muda wa jioni, shangazi kwanza anakuwa amesharudi kutoka shambani. Haya, mimi shangazi namwaga vipi? Nisikilize Tusa, mimi sihitaji matatizo bana. Haya matatizo nilionayo tu, haya mimi nilionayo sasa hivi yananitosha. Kama huyo mkaka ananipenda, alete posa hapa ili anioe, ndio nitaamini kweli ananipenda. Ila mambo sijui kukutana basi sijui nini, siataki kusema ule kweli. Kwa hiyo wewe shoga yangu, wewe huendi? Wala hata siendi. Huu mguu hapa haunyanyuki kwenda kokote kule Tusa. Wewe, hebu nisikilize Nyanzala. Mimi unajua wakati na chat na yule kaka, nimemwomba 50,000. Na akasema mkikutana anakupa shoga yangu. Si ushanikosesha pesa jamani 50,000 wewe kweli? Hebu nisikilize Tusa. Yaani kama unategemea mimi ndo nitaenda kwenda huko kuonana na huyo mkaka, hizo pesa hizo pesa ndugu yangu ushazikosa. Wewe fanya mpango tu mwingine akutumie hizo pesa upate. Ila huo ndugu yangu umechina. Mimi kwenda kuonana naye Nye hapo Tusa akanibembeleza sana. Ila nilikata ya kwamba mimi sitaki, siendi kukutana wewe mwanaume. Basi Tusa kaondoka kaenda kwao kwa unyonge kweli kweli. Nye zikakatika siku hizo, siku 3. Mimi wala hata sikumuuliza Tuse ya kwamba walimalizanaje na yule mkaka. Nilipotezea tu. Kiukweli nilikausha zangu. Nikawa niko busy na mambo yangu. Hiyo siku ilikuwa ni usiku. Shangazi alikuwa amenituma mchele dukani. Nikaenda pale kununua. Sasa nikiwa narudi nikashtuka baada ya kuvutwa mkono na mtu ambaye nisiyemjua. Alafu akanisogeza katika sehemu ambayo inagizagiza kidogo na ndani hakutaka tuonekane. Nikamwambia, wewe kaka vipi? Mbona unanivuta huku mapolini? Hapo nilimuuliza na nilijua kabisa huyu ni Colin. Nikamwambia, vipi? Mbona univutavuta huku? Kwa hiyo ile siku umenicholesha pale super bus, na manake ulikuwa na maana gani? Kama ulikuwa hutaki tukutane, si ungeniambia tu. Tumekubaliana vizuri tukutane pale bar. Nimeenda nimekusubiri. Alafu mwisho siku hujatokea, manake ni nini sasa? Hapo msikilizaji, nikajua moja kwa moja Tuse maskini ya Mungu ndo alimchomesha kaka wa watu. Afu kaka mwenye kamind kweli kweli. Yaani penzi ndo, hata kama ningekuwa ndo mpenzi wangu, ndo penzi jipya tu kumzingua pointi moja ndo kamind hivi. Afu naona hakumwambia kwamba mtoko umekufa. Ila Nyitusa atanisababishia mabalaa. Nikamwambia, wewe kaka nisikilize. Kwanza hauchati na mimi, upo? Nadhani unakumbuka ile siku tulikuwa wawili. Kwa hiyo ulikuwa unachati na yule mwenye simu. Kama ulikuwa unajua unachati na mimi Nyanzala, basi kakaangu nikwambia tu umefeli, pole. Mimi sijawahi kuwasiliana na wewe kivyo vyote vile hata siku moja, na sijawahi kumiliki simu. Kwa hiyo nakuomba uachane na mimi.
Nyanzala, hebu acha utani wako bwana. Kwa hiyo unataka kujifanya kwamba sikuwa na chat na wewe ile siku, au unadhani kwamba nitakuomba ile 50 yangu ile nilokutumia? Alafu ukaniongopea kabisa kwamba nikikutumia ile 50 ndio itakuwa nauli utakuja. Kwa uliniona mimi ni mjinga, sio maana yake? Sasa wewe kama ulikuwa utaki kuja, si ungeniambia tu kuliko kunifanyia ule ufala. Mimi hiyo 50 kwangu sio issue. Sawa, mimi sitokuambia saizi unirudishie, lakini mimi ninacho kimaindi ni ule muda wangu wa kukaa pale alafu hujatokea. Wewe kaka vipi? Sasa matusi ya nini? Unampanikia nani? Nimekuambia hukuwa na chat na mimi. Unanitukana nini sasa? Wewe mshamba nini? Kwa hiyo wewe na shoga yako nyinyi mnajifanya matapeli, si maana yake? Basi poa, hamna noma. Tutakutana tu kwenye 18. Kabla ya kwenda zako huko. Tukutane, tutakutana wapi? Ndio ukome kushoboka na watu sio wajua. Pie. Hapo mimi huyo nikaondoka zangu, nikamwacha Kanuna pale kweli kweli. Kasimama kama mstimu nakwambia. Mimi nikarudi mpaka nyumbani. Nikaanza pale kuandaa chakula sasa cha usiku. Kesho yake sasa, nikiwa niko home, akaja shoga yangu Tuse. Nikamwambia shoga yangu, nimekutana na yule kaka. Yule kaka ulikuwa unamdanganya. Kumbe umemchukulia mpaka na pesa yake. Wewe shosti yangu wewe. Huyo mkaka kachamba, kasema eti kwamba mimi nimekuwa sijui na mtapeli sijui. Sasa hapo nilipomwambia Tuse akaanza kucheka. Akasema shoga yangu bwana, mimi ile siku bwana nilikuwa na shida hatari. Na ndio maana nikafanya vile, nikamwambia nitumie kwanza hiyo pesa ndo nije kama nauli. Na kweli akatuma. Nikamwambia sasa Tuse, kama mtu ametuma pesa ya watu, pesa yake na wewe umeichukua, kwa nini usingeenda? Sungeenda. Sasa wewe Nyanzala, mimi naendaje na yule kaka alikuwa anajua na chat na wewe? Hapo nilicheka sana, nikamwambia sasa sikiliza. Akikuona utamweleza basi. Maana sasa hiyo kesi unakuwa unanemeshia mimi shoga yangu. Basi hapa tukao tunacheka tu. Mida jioni nikamsindikiza Tuse kwao, ila sikukaa sana maana ilikuwa ni jioni, kwao nikaaga ya kwamba mimi narudi nyumbani. Nilipokuwa narudi si nikakutana tena na Colin. Colin akanisimamisha kwa mara nyingine. Nikamwambia kaka, wewe kwa nini unakuwa msumbufu sana? Nimekuambia haukuwa una chat na mimi. Nini kinachokufanya unisumbue? Sasa kwa nini unakuwa msumbufu lakini? Hii siku huyu mkaka alipoa anakuambia. Akasema Nyanzala, samani. Unajua jana kama kuna jinsi niliongea kwa ukali lakini samani bwana. Sikupanga kuwa vile. Ila Nyanzala, mimi serious nakuhitaji, nakupenda mamangu. Nakupenda sana. Yaani kiukweli Nyanzala, mimi nikikuona tu hivi moyo wangu unashtuka sana. Naomba kuwa na wewe katika mahusiano tafadhali. Mungu akijalia siku za mbeleni nahitaji kukuoa. Naomba sana mamangu, nakupenda sana Nyanzala. Kwanza nikamwangalia, nikamwambia sikiliza kaka. Hivyo jioni wewe ni mkubwa, halafu mimi ni mdogo. Hapo msikilizaji, nilikuwa na miaka 17 tu, hata 18 sijafikisha. Akaniambia no Nyanzala, mimi sio mkubwa. Mimi ni mrefu tu. Wala usiwaze hivyo Nyanzala tafadhali. Hivyo wewe unajua unavyonisimamisha hapa. Unavyonisimamisha na mimi nasimama. Unaona kama vile nakuchekechekea, si maana yake wewe kaka. Hebu nisikilize. Nitakukomesha wewe kijana. Nitaenda kumwambia shangazi yangu ya kwamba unanisumbua. Alafu sikutaki wewe mjinga nini? Hapo sasa nikamsukuma yule kaka. Kisha huyo nikaanza kuondoka zangu. Sikutaka kugeuka hata nyuma. Kwa muda huo bado sikuwa na mpango wa kuwa katika mahusiano ya mapenzi. Nilikuwa na miaka 17, alafu huyo Colin nilikuwa namuona kabisa ni mkubwa. Basi Colin hakuacha kunisumbua. Yaani hapo ndo ulikuwa sasa mwanzo. Yaani ndo ilikuwa kila tukionana hivi ananiambia hivyo ya kwamba ananipenda sana, anaomba tuwe pamoja katika mapenzi. Yaani kila siku maneno ndo hayo. Mimi nikamwona ni mjinga. Basi mimi wanampotezeaga mpaka shoga yangu Tuse alikuwa ananishawishi nimkubalie, ila mimi sikuwa tayari hata. Nikawa niko busy na mambo yangu mpaka kaacha kabisa kunifuatilia ile kaka. Hata tukikutana hivi akawa hanisimamishi tena. Kwa nikajua ameshakubali kwamba mimi simtaki. Ikapita kama siku. Yaani kuna masiku yalipita, majuma yakapita. Sasa siku hiyo nimetoka zangu kudhurula, nimefika nyumbani, shangaza akaniambia Nyanzala mwanangu, leo kaja mama. Amekuja mama Saje. Huyu mama Saje mimi namjua msikilizaji. Ni rafiki sana na shangazi yangu. Nikamwambia huyu mama Saje anataka nini kwani? Shangazi akaniambia bwana kaja hapa kakuletea neema. Nikasema shangazi, neema ipi?
Mwenye lile duka lililopo pale mitaa ya Kibange anatafuta mfanyakazi. Msikilizaji, hilo duka soka silijui, nalijua, na ndo duka kubwa la kijiji, linauza vitu vyote, yani vitu vyote, duka ambalo limesheni kila kitu. Nikasema, shangazi kweli? Akasema ndio. Sasa mwenye lile duka nasikia ni mwalimu wa sekondari ya Bushige hapo, na kazoeana sana na mama Saji. Ndo kamuomba amtafutie mtu auze pale, maana alikuwepo pale anaondoka kapata kazi nyingine. Nikasema, shangazi jamani, mimi hiyo kazi naitaka, nimechoka kukaa nyumbani. Shangazi akaniambia, shogangu, kazi ushaipata, unadhani mimi nilitaka maoni yako? Nimeshampa mama Saji jibu ya kwamba uko tayari na unataka kufanya hiyo kazi. Nikasema, ila shangazi akasema ndo hivyo, na mama Saji kasema atakuja baadaye na huyo mwenye hilo duka, sijui unanielewa, ili msainishane mikataba, maana mambo ya pesa yale, si unajua. Nikasema hamna shida shangazi, cha muhimu mimi tu nipate tu hiyo kazi, nimechoka kufanya, nimechoka kukaa nyumbani. Basi tukawa tunapiga zetu story mimi na shangazi, na mida ya usiku wa saa 1 hivi ndo mama Saje akaingia pale na huyo mgeni ambaye mimi moja kwa moja nikajua ndo mwenye duka lake. Sasa nilipomtazama vizuri, si ndo namuona ndo Colin. Aise nyie, mimi kwanza nilishtuka. Ile Colin aliponiona wala hata kushtuka, alikuwa kawaida kabisa. Basi shangazi akawakaribisha pale wageni vizuri, kisha akawatandikia pale mkeka nje, mimi nikaleta pia wale viti wakakaa. Mama Saja akasema, haya jamani, huyu ndo mwenye lile duka lake pale, anaitwa Mwalimu Colin. Nye, hivi mnajua niliona aibu, maana huyu mkaka nilimchamba na nilikuwa leo pia nimetoka jamani, kwa leo ndo anaenda kuwa bosi wangu. Sasa mtamwangaliaje? Ndo hii unaambiwa kwamba usimdharau mtu usiyemjua, usitukane mamba kabla hujavuka mto. Yalinikuta aibu, nilikuwa naona. Colin akamsalimia pale shangazi kwa heshima mno, kisha akajitambulisha kwangu, akasema mimi naitwa Mwalimu Colin, ninafundisha hapo Bushige Primary. Sasa ninafundisha hapo Bushige Primary. Sasa kama alivyowaambia mama hapa, kuna mtu alikuwa anaitwa African Queen, alikuwa yuko pale dukani kwangu, na huyu African Queen yeye alikuwa hafanyi kazi vizuri. Anakaa pale dukani, anashinda TikTok, anasikiliza masimulizi ya Uncle Jay, anatuma majifti, anatuma mazawadi. Sasa wateja muda mwingine wanakuja dukani, anakuwa yuko busy kutuma gifti huyu African Queen kwenye live za Uncle Jay. Kwa hiyo ikafika stage nikaona ni bora tu atupishe. Na hata African Queen alipopata sehemu nyingine, basi mimi nikaona nitafute mtu mwingine. Sasa nahitaji mtu wa kuuza duka langu, maana mara nyingi nakuwa niko busy sana na kazi zangu zingine. Na mama Saja hapa hadi kupendekeza wewe hapo Nyanzala. Kwa kama uko tayari kufanya kazi, basi naomba kujua. Nye, yani hapo alikuwa amekaza sura, yani kama vile mimi na yeye hatujuani. Nye wangu. Nikamwambia ndio, mimi niko tayari kufanya kazi. Shangazi akamuuliza, hiyo kazi utakuwa unamlipaje sasa mwanangu? Shangazi, mimi nadhani nitamlipa kwa mwezi, kwa sababu hata yule mfanyakazi wa mwanzo nilikuwa namlipa kwa wiki. Ila nilichokuja kugundua ni kwamba pesa nilikuwa namlipa nzuri tu. Yeye hiyo pesa ndo akawa anaweka kwenye TikTok yake, anamtumia gifti Uncle Jay simulizi. Sijui unaelewa Sasa ningependa sana huyu Nyanzala mimi nimlipe mwisho wa mwezi, ili na yeye asije akafanya kama yale aliyofanya yule binti mwingine. Kwa nitakuwa namlipa kwa mwezi 1,500,000. Mjua nilishtuka, 1,500,000. Mjua niliona pesa nyingi, hata sikumbuki 50,000 ya pamoja tu mimi nilishika lini. Pale nikamwambia mimi niko tayari kufanya kazi. Colin akasema okay sawa. Basi akatoa pale makaratasi mkataba, akanipa pale. Akasema mkataba ndo huu hapa, na kupatia siku moja upitie, na kisha ukisharidhika nao utasaini, na kisha utamletea mama hapa, mama Saje. Kisha mimi nitakufuata, mimi nitaufuata kwake mkataba. Nikasema sawa. Basi pale nikaupokea ule mkataba. Basi wakaaga pale, kisha hao wakaondoka. Shangazi akasema wewe,
wewe mwanangu, usiniambie kwa mwezi utakuwa unapata 1,500,000. Nikasema ndio shangazi. Mwanangu, usichezee hii bahati. Sijui umenielewa mwali wangu, kapige kazi. Sawa? Nikasema shangazi, ngoja kwanza ni usome huu mkataba. Shangazi akasema sawa, usome. Basi nilikuwa na raha sana. Nikaupitia sasa ule mkataba, nikaona wala hauna masharti magumu sana. Nilikuwa yani mkataba ulikuwa unataka mimi niwe mwaminifu. Niwe nawahi kazini saa 12, duka lile lishafunguliwa na kufungwa saa 4 usiku. Nikaona yote mimi nayaweza. Usiku huo ndo nikapiga pale saini, nikadondoka saini kwenye ule mkataba. Na kulipokucha tu mie huyo mguu wangu mpaka kwa mama Saja, nikaurudisha ule mkataba. Jioni yake mama Saja akaja. Akasema, "Shosti, bosi wako akasema kesho asubuhi saa 12 uwe dukani." Sawa, nikasema sawa mama Saja, hamna shida. Basi mama Saja kukaa sana akaondoka, na mimi moja kwa moja kwa kina Tuse nikaenda kumpa umbea. Basi nikamkuta pale Tuse, nikampa mchapo wote. Tuse akasema, "Kumbe kaka ndo mwenye ile duka." Na mimi nilitaka kushangaa mtu awe boya tu alafu atume 50,000 ya chapu. Thubutu. Shoga akafanya kazi, akijichanganya tu kukutongoza, usimkatae ndugu yangu. Maisha magumu hapa kijijini wewe Nyanzala wewe. Yaani mkubalie. Basi mimi nikawa nacheka kweli kweli, maana akili za Tuse kusema kweli. Mimi nimejia mengine, yeye ananiambia mengine. Nikamwaga pale nikarudi kwetu. Huo usiku shangazi alinisii sana niwe makini na duka la watu, nisije nikalifilisi, nitafungwa. Nikasema, jamani shangazi, wala tosijali, mimi niko makini sana. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa shangazi. Akasema sawa. Umesikia yule mwenzako alopita African Queen? Nasikia sijui ndo live ya Uncle Jay ili chache ilikuwa haina majifti, akawa anatuma majifti. Sasa usiwe hivyo na wewe, shauri yako. Yule African Queen kwanza achilia mbali kufanya ile kazi dukani, yule alikuwa na hela anajitegemea ndugu yangu. Nikasema shangazi, sometime tuna support tu hawa creator tu njaa wanaga hela, wanakaa live muda mrefu, sometime tunawasupport vijizawadi kama hivyo. Mwanangu, sawa support, lakini unacho support huna, usiibe dukani. Nikamwambia sawa shangazi, nimekuelewa. Basi kweli kesho yake mimi niliwahi mno pale dukani. Hata duka pia nilikuta ilifanya halijafunguliwa. Nikakaa pale pembeni kusubiri. Haukupita muda, ikaja pale ikapaki gari pale mbele ya duka. Akashuka pale Colin. Oya, huyu bwege kumbe ana gari. Hivi kwa nini nilikuwa namkataa? Na kwa nini alikuwa ananitongoza anakuja kwa miguu jamani? Singekuja na gari tu kurahisisha. Akanisalimia, nikamuitika vizuri tu. Akaniambia, "Mbona umewahi sana mama?" Nikamwambia, "Sikuwa na usingizi tena, nikaona niwahi tu kazini." Okay, poa, karibu. Kweli Colin akafungua ile duka na kisha tukaingia. I say ile duka ni kubwa mno. Yaani kubwa haswa, afili na vitu kama vyote. Na ndo duka letu kubwa la kijiji. Basi Colin akanambia, "Nyanzala, karibu kazini." Nikamwambia asante. Nakuomba uwe makini sana na kazi. So unajua hizi kazi ni biashara, na biashara ndo pesa zenyewe. Nikasema ndio. Basi nakuomba uwe makini. Basi tulikuwa tunaongeongea pale, akaingia kijana ambaye ndo alikuwa anauza hapo duka. So yule achana yule African Queen. Yule African Queen alipotoka akatafutwa mkaka, akawa anakaa tu kwa muda, ndo nikatafutwa mie. Basi yule mkaka akaja mkaka huyo ambaye anaitwa Vincent. Basi Vincent akatusalimia pale, tukamwitikia. Kisha Colin akasema, "Vincent, huyu ni mfanyakazi mpya permanent wa hapa baada yule wa kwanza kuweza kuondoka. Nadhani wewe ndio ulikuwa unasaidia. Kwa hiyo naomba muelekeze kila kitu kwa siku hii ya leo, alafu kisha wote endelea na majukumu mengine." Vincent yule akasema sawa mkuu. Colin akaniambia, "Sasa mimi ninasafiri kama wiki 2 hivi, naenda Kahama, kuna semina ya kazi. Kwa naomba umfundishe huyu kazi, aelewe kila kitu. Sawa? Ili wewe utakapoendelea majukumu mengine asipate shida hapa dukani." Sawa bosi, sawa. Basi Colin akaniangalia kisha akasema, "Nyanzala, nasafiri kikazi kidogo kwa wiki kama 2. Utabaki na Vise hapa kwa kipindi hiki, nina imani atakuelekeza kila kitu kuhusu kazi. Na matumaini yangu mpaka nikirudi utakuwa umeshaelewa kazi." Nikamwambia sawa, nitajitahidi kujifunza pia. Basi Colin pale akavuta pochi, akahesabu wekundu wale 10 100,000. Unajua mpaka nikashangaa, ya nini hii 100,000? Akaniambia, "Hiyo nimeanza kukupatia kama advance ya mshahara wako kwa mwezi huu. Naomba kanunue simu ili nikikuhitaji nikupate, na pesa nyingine ukanunue nguo." Nikasema sawa, asante boss. Ila jamani, kusema ule kweli niliona aibu, maana hizo nguo nilizokuwa navaa
Ndio maana kaka watu wamejiongeza kama watu kunipa hiyo pesa kusema lo kweli. Nguo zinatilia huruma. Basi akatuaga kisha huyu akaondoka zake. Nikabaki pale niko na Vise sasa. Vise akawa ananieleza bei za vitu. Kwa hiyo mimi nikawa naandika. Maana duka lilikuwa na vitu kama vyote kusema lo kweli. Nitavikalili kwa siku moja, sio kweli. Basi tulipiga pale kazi mpaka mchana hivi. Vise akaniambia sasa Nyanzala, bosi katuma SMS hapo. Wewe uende mjini ili ukanunue vitu vyako, utakuja kesho asubuhi. Na amesema ukishanunua simu umtafute. Nikasema sawa. Kisha nikachukua pale karatasi nikaandika namba za bosi wangu, kisha nikaenda Geita mjini. Si nilijifanya mistaki namba ya call nini. Mimi mwenyewe nikaandika kwenye karatasi. Ashakuwa bosi, nikanunua pale simu yangu ya kitochi, nikaingia mnadani, nikanunua magauni yangu ya mitumba ila yale mazuri mazuri. Nikanunua pale mwenye chupi, viatu, pedi, sikusahau, nikanunua yani kidogo hapo ikawa kidogo na afadhali. Mambo mengine nitakuwa nanunua kwa mbele safari nikishapata pesa. Basi nikarudi nyumbani jioni kabisa. Sikumkuta shangazi, nikajua labda yupo kwa rafiki zake. Basi nikapanga pale nguo zangu vizuri, kisha nikamtumia message bosi wangu ya kwamba asante bosi kubwa, mimi Nyanzala tayari nishanunua simu na hii ndio namba yangu. Colin akanijibu okay. Jamani, ni hivyo tu. Yani sijui ndio kutaka shobo na mimi, yani okay. Afu okay nyia chukuchuku. Hakuna ile okay basi Nyanzala. Hakuna, akasema tu okay. Afu kapotezea. Basi mimi nikaachana naye. Nikatoka pale kwa ajili ya kuendelea na kazi zangu. Haikuchukua muda shangazi akarudi. Shangazi akasema, "Shangazi yangu vipi za kazini huko?" Nikasema, "Salama tu shangazi." Kazi zinaendaje? Na umeonaje kazi kwa siku ya leo mwanangu? Nikasema, "Fresh tu shangazi, kazi zinaenda salama tu. Nashukuru yupo Vise ananielekeza utaratibu wote wa kazini." Sawa mwanangu, Mungu akusimamie sana." Basi hapo shangazi nikamuonesha simu yangu. Akasema, "Afadhali tumepata simu. Maana kuongea na simu mpaka niende kwa mamasaji. Bora hata umepata simu mwanangu." Nikasema sio tu simu shangazi. Nikamuonesha pale nguo zangu, nikamwambia boss kanipa laki na ninunue na nguo, ninunue simu kwa ajili ya mawasiliano na yeye. Ila nimebakisha hii shilingi 20,000 shangazi, itusogeze. Jamani, si ungeongezea vitu vyako tu. Nikamwambia hapana shangazi. Hii tutumie nyumbani. Basi shangazi akaipokea ile pesa, akasema una roho nzuri sana kama baba yako. Yaani umerithi roho ya marehemu kakangu kabisa. Mimi hapo nikabaki na cheka tu. Basi kweli kesho yake kama kawa nikawahi kazini. Ili duka jamani lilikuwa na wateja nyie. Mpaka nikawa namuuliza Vise, hivi peke yangu mimi nitaweza kweli? Kwa nini tusiwe wawili? Vise akasema force uweze ndugu yangu. Ukisema uwezi bosi atakuongezea mfanyakazi mwingine. Ujue kabisa atakupunguzia mshahara, maana mtagawana, mtakuwa mko wawili. Mungu wangu, nikasema hapana nitapambana. Vise akacheka sana. Nikamuuliza hivi Vise, kwa nini wewe sasa umekaa tu kwa muda afu unaondoka? Akasema mimi kuna miradi mingine naenda kuisimamia. Ndio naenda kuifanya. Nikamwambia hongera. Nikajua labda umezingwana na bosi. Hapana. Afu bosi mbona anaga shida huyu? Huyu jamani muhaya ila hanaga sifa kabisa na yuko fresh sana. Yaani hapo utaenjoy sana tu Nyanzala, mimi nakwambia. Wewe fuata tu sheria zake za kazi tu. Maana ni mkali. Kidogo tu kichola kazini anakuwa ni mkali. Alafu kitu kingine anazingatia sana muda. Ila mambo mengine wewe mwenyewe utafurahi. Nikamwambia kweli? Akasema sasa je. Yaani mshikaji huyu hanaga shida. Mkifunga mahesabu mwisho wa mwezi kama umefanya biashara sana anakuzidishia mpaka mshahara. Alafu bosi fulani hivi uko poa tu. Ukipata tu shida ukimwambia anakusaidia. Yaani wewe fanya kazi tu. Wewe mwenyewe hutatamani kuacha kazi. Mimi mwenyewe ndio hivyo tu. Kwa sababu tunaenda kupiga mishe zingine. Kaambia basi poa ina noma. Alafu huyu bosi anaga njanja sana. Yaani biashara zake ziko nyingi tu. Maduka kama haya anayo sehemu nyingi tu. Kwa hiyo Nyanzala tulia, piga kazi. Nikasema sawa mna shida Vise. Ila nishakuzoea ukiondoka si nitakumisi. Wewe naye. Si una simu tutawasiliana bwana. Nikamwambia okay poa mna shida. Nikamwambia lakini Vise kwani bosi anaishi wapi? Anaishi mjini huko. Huku ni biashara tu. Nikasema kumbe mimi nilizana nakaa huku. Hapana huku akai bwana. Basi tukaongea pale mengi sana na Vise akanitoa shaka kabisa kuhusu yule bosi na akaniambia mimi ni nenepe wala hanaga shida bosi. Nikasema basi poa, kama ndio hivyo hamna shida, mimi kazi nitafanyaje? Nitapiga. Basi kapita kama wiki mimi naenda dukani kila siku. Nikaanza kuzoea sasa hata bei za vitu nikawa nishakalili kabisa. Kwa nikawa nishazoea kazi na hata wateja walishaanza kunizoea kabisa, tukawa tunapiga sana kazi haswa. Nikawa nakosa hata muda wa kwenda kwa shoga yangu Tuse sababu ya ubize. Naingia kazini saa 12 asubuhi natoka saa 4. Hakuna kukaa maana duka lina wateja mno. Ila ndo kupambana.
Sikuwa najali hata. Nikaona okay, acha nipambane maana shule ndio nishakosa. Basi hiyo siku nimetoka dukani, nilikuwa nimechoka kweli kweli. Yani hata kula nilikuwa sitaki kula. Yani nilikuwa nimechoka yani. Sijui niwaambiaje. Shangazi akaniambia kula bwana ndo ukaoge ukalale. Nikasema sawa shangazi. Basi nilipomaliza kula nikaingia kuoga, nikaenda zangu kujibwaga kwenye kigodoro changu mwenyewe kwanza. Ndo nikashika pale simu nakuta missed call 2 za bosi. Toba. Sikuwa nimesikia simu kabisa wakati imeita. Nikamtumia message, bosi naomba nipigie. Maana hata dakika sikuwa nazo kwenye simu. Haikuchukua muda akapiga, nikapokea. Akaniambia uko wapi? Napiga simu zangu upokee. Ni bosi mbona kana anaanza kisirani? Nikamwambia ndo nimerudi bosi. Nikawa nimeenda kula samani. Mimi sipendi kutokupokelewa simu zangu. Huyu? Huyu asingekuwa bosi wangu asije ningemchamba huyu. Basi tu ni vile kwa sababu bosi. Nisije nikaribu ugali wangu bure nikaamua kumkaushia. Nikamwambia bosi samani. Hapo nikajishusha, bosi samani, sijafanya makusudi. Okay, vipi umeshaanza kuzoea kazi, si ndio? Nikamwambia nimeshaanza kuzoea. Una changamoto yote unayopitia kazini? Hapana bosi, hakuna changamoto yote ninayoipitia kiukweli, kila kitu kiko poa. Okay, sawa. Basi nilitaka tu kujua hilo. Baada ya siku 3 nitarudi. Kwani mimi nimemuuliza narudi lini? Watu wengine shobo. Nikamwambia okay, sawa bosi. Okay, usiku mwema. Nikamwambia na kwako pia. Kisha hapo nikakata simu yangu. Kwanza nikapumua mno. Nikapumzika zangu. Mapema sikutaka hata mambo mengi maana inabidi niwahi kuamka. Kweli asubuhi niliamka mapema sana, nikajiandaa haraka nikawahi job bwana. Kiukweli mimi nilishaizoea kazi. Kwa hiyo sikuwa naona changamoto yoyote na nilikuwa naifurahia kazi yangu fresh tu. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida kabisa na Vise alikuwa kwa makini sana na mimi na alikuwa ananielekeza kila kitu kuhusu pale dukani. Basi usiku bwana niko zangu kazini na Vise akaingia boss Colin bwana. Na hakuwa ametuambia kwamba anakuja, ila nikajua ndo amerudi sasa kutoka safari yake. Basi akatusalimia pale vizuri, tukamjibu, akasema vipi Nyanzara, kazi inaendeleaje? Nikamwambia zinaenda tu poa boss. Okay sawa. Sasa unahisi unaweza kufanya wewe mwenyewe maana Vise kesho hata kuwepo na leo ndo nimekuja kumruhusu inabidi hapa aondoke. Nikamwambia ndio boss, naweza mimi mwenyewe. Okay sawa, nakuamini hakuna shida. Basi na Vise pale akaniaga, akaniambia tutaongea Nyanzara. Ukipata changamoto yote utaniambia. Nikamwambia poa Vise, hakuna shida. Basi nikaona Colin akatoka na Vise nje. Baada ya muda Colin akarudi, akaniambia hebu nipe hiyo simu yako. Mimi hata sikumuuliza ya nini nikampa. Akachezea pale kisha akanirudishia. Akaniambia sasa umebaki wewe mwenyewe. Naomba uwe makini sana na kazi. Nadhani umenielewa. Nikamwambia ndio boss. Funguo za duka unakaa nazo wewe. Saa 12 hapa kuwe kushafunguliwa. Saa 4 kamili ndo unafunga. Usitembee kurudi nyumbani kwa huo muda. Utakuwa ushachukua pikipiki kurudi nyumbani kwa sababu ni usiku alafu ni mtoto wa kike. Sitaki utembee kurudi nyumbani. Chukua usafiri unarudi nyumbani. Nadhani umenielewa. Nikamwambia ndio. Okay poa, ikifika mwisho wa mwezi ndo tunafunga hesabu na nitakulipa mshahara wako. Nadhani unaelewa. Nikamwambia ndio boss. Kuna kitu ukiona kimepungua naomba uniambie mimi. Naleta hata kabla kijaisha. Sawa. Sitaki marafiki dukani kwangu sababu hii ni sehemu ya biashara na wala sio sehemu ya story. Sawa. Jamani ukaka na masharti kama mganga kienyeji, ni vile tu shida na umaskini. Basi alipomaliza pale kuongea akaondoka zake. Mimi nikabaki mimi napiga zangu tu kazi. Nilikuwa niko sharp kweli kweli yani. Maana wateja kama wote na ndo duka kubwa la kijiji na Vise ndo kashaondoka sasa. So nikawa napambana mimi mwenyewe. Basi bwana ikapita kama wiki nishaizoea kazi. Yaani sikuwa naona changamoto yoyote. Na Colin wala hakuwa anakuja kabisa dukani. Na Isa alikuwa yuko busy na mambo yake mengine. Ile sana alikuwa tu ananipigia simu na kuniuliza maendeleo ya dukani. Basi na mimi kitu ambacho kikikaribia kuisha nikawa nampigia namwambia mapema, namuagiza bodaboda ananiletea. Yaani hakuwa bosi msumbufu. Alafu aliacha kabisa kunitongoza. Yaani kama vile alinisahau kabisa wala hata hakuwa na time na mimi. Hata akija dukani siku hiyo nakumbuka nikasema ngoja leo nimpigie Vise, nimsalimie mshikaji wangu, si nitafute namba kwenye simu. Nilisave kwa Vise. Nikachukua simu yangu natafuta namba ya Vise sioni. Sioni. Nikawaza mimi mbona nilisave na Vise, mbona mimi nilikuwa nawasiliana naye imekuaje? Nikahisi kabisa huenda ile siku ambayo boss Colin alichukua simu yangu, huenda alifuta namba ya Vise kwenye simu yangu. Nikajua tu ipo siku Vise mwenye atafanya natafuta na tutaongea. Basi nikapotezea nikawa naendelea na kazi zangu. Baada ya mwezi ndo nikazoea kabisa hii kazi. Yaani nilikuwa niko free sana na mishe zangu na wateja walikuwa wamenizoea mno. Yaani sana tu. Jumapili ndo siku ambayo Colin ananiambia nisifungue duka niende kanisani. Kwani mnadhani ndo nilikuwa naendaga kwa kanisani? Nilikuwa napumzikaga tu nyumbani maana nakuaga nimechoka mno. Wiki nzima nakuwa sijapumzika. So nashinda tu nyumbani nalala tu.
Nilipiga kazi kweli kweli mpaka ikafika weekend. Ila weekend ya mwisho wa mwezi, siku ya Jumapili ambayo tulipumzika nyumbani, Colin ndo akanipigia simu akaniambia kwamba njoo dukani tupige mahesabu. Nikasema sawa. Kweli nikajiandaa haraka haraka, nikaenda nikakuta pale kafungua duka, maana funguo nyingine yeye anayo. Na mimi nikaingia, ila alifungua mlango tu. So hakufungua duka lote, maana wateja wangejua kwamba duka lipo wazi. Na siku ya Jumapili huwa hatufunguagi kabisa. Basi nilipoingia akanikaribisha, nikakaa katika kiti, akaanza pale kupiga hesabu zake. Niliona ni mtu makini sana. Mimi nilikaa tu pembeni yake namsubiria tu. Nikaa niko pale. Sasa simu yangu ikaita. Kuangalia alikuwa ananipigia Gloni shogangu Tuse, nikaipokea. Tuse akaniambia wewe naye uko wapi leo weekend? Alafu ndo kwenu haupo. Nikamwambia nakuja bwana. Nakuja kwenu moja. Niko busy kidogo, subiri. Akasema sawa. Sasa nilivyokata ile simu, Colin akasema unaongea na nani? Nikamwambia ni rafiki yangu Tuse. Hebu nipatie simu. Basi nikampa ile simu, akaangalia kisha akanirudishia. Nyie, huyu bosi mbona ananichunga kama vile mimi mke wake? Huyu vipi? Nikabaki namwangalia tu, yeye akaendelea pale na mahesabu yake mpaka jioni ndo tukamaliza. Maana kuna baadhi nilikuwa namsaidia. Akasema po, umefanya kazi nzuri sana huu mwezi. Hongera sana. Akanipa pale 200,000 laki laki 200,000. Wakati ilitakiwa nipe 50,000, maana laki alishanipaga. Nikamwambia mbona nyingi? Akasema nimekupa nyingi zaidi kwa sababu nimepata zaidi. Nikamwambia sawa, asante boss. Okay poa, twenzetu. Twenzetu tena wapi? Wakati mimi nataka kurudi nyumbani, yeye akatoka nje akaniambia panda kwenye boda nyuma. Hiyo siku alikuwa na pikipiki yake. Nikamuuliza tunakwenda wapi kwani? Akasema nakupeleka nyumbani kwenu. Nikamwambia lakini mimi nataka nipitie kwa rafiki yangu Tuse, wewe wala tosijali. Nimesema panda pikipiki, hakuna kwenda kwa kina Tuse sasa hizi. Wewe ni mtoto wa kike. Hii mida unakwenda kwa watu kufanya nini? Kama story pigianeni kwenye simu, muongee kila mtu akiwa yuko kwao. Ni huyu baba. Nikasanga wewe tunyamaze. Basi mimi nikapanda ile pikipiki, akawasha pale au mpaka nyumbani. Basi shangazi alipomwona Colin akamkaribisha kwa furaha mno. Colin akakaribia akakaa katika kiti, akawa anaongea na shangazi sana. Nikaona huyu mbona kama vile hataki kuondoka sasa. Mimi nataka aondoke na mimi niondoke. Basi shangazi akasema hebu pika wewe bwana. Akaniambia mimi nipike. Si unamwona mgeni hapa? Alafu yule mgeni mwenyewe sasa kakaa kimya kweli kweli. Alikuwa amekaa kimya. Maana yake ni kwamba hapakuwa na dalili za yeye kuondoka. Nikaona hapa kazi ipo. Nikawasha pale kuni, nikaanza kupika mpaka namaliza. Kijana yupo. Anaongea kweli kweli na shangazi. Yaani hata sielewi walikuwa wanaongea nini. Nilipika mpaka nikamaliza. Nikapakua chakula, nikampelekea, nikamkaribisha. Eti likapokea kweli kabisa, likapokea, likasema kabisa na asante. Umbavu vile. Hapa kwao kwani siliondoke mimi niondoke zangu niende zangu kwa Tuse. Basi nyie likala ili libosi na pia likatenga pale. Colin alipomaliza kula akashukuru sana, akasema Nyanzala, kumbe wewe ni mpishi mzuri mno. Sikujua ise. Hapo nikatabasamu tu. Shangazi akasema wewe mwanangu wewe. Huyu mwanangu kwa kupika huyu ni noma, hana shida kabisa. Yaani anapika mno. Nimeona tu chakula chake ni kitamu sana. Mimi nikabaki tu kimya hapo na tabasamu kiuongo na ukweli. Tulipomaliza kula nikatoa vyombo. Nyie bado Colin anabaki tu. Anaendelea tu kuongea na shangazi mpaka saa 4 eti ndo anaaga anaenda kwake. Ndo akaondoka. Shangazi akasema yaani huyu kijana yuko fair sana. Mpaka nimetamani akuoe Nyanzala. Yaani huyu kaka hana majivuno kabisa. Ningemwambia shangazi umeanza Shangazi umeanza. Mimi naenda kulala mwenzio kesho kazini. Shangazi akasema sasa si nimesema ukweli jamani. Kijana alivyokuwa smart vile na ana hela vyake. Lakini tumekula pamoja wala hata hana makuu. Shangazi alishaanza kumsifia Colin kusema ule ukweli. Alafu sisi familia zetu za kimaskini mkaka kisha tukiwa tu na hela, yani wazazi wetu waga wanachanganyikiwa mno, yani sijui ni kwa nini. Mimi nikamwambia bwana basi tukalale tena kesho shambani shangazi. Akasema haya bwana. Basi na mimi hapo nikaingia chumbani kwangu. Huo usiku Tuse akanipigia. Akaniambia shoga ndo umeniongopea. Si umesema utakuja wewe huku. Kumbe umenidanganya jamani, wewe mbaya wewe. Yaani wewe tangu umepata kazi umekuwa busy sana. Nikamwambia sikiliza shogangu Tuse. Nilipata dharura mwenzio. Basi weekend ijayo mimi nafanya inakuja. Basi sawa nakungoja shogangu. Au nije kesho dukani tupige story. Nikamwambia usije. Bosi anazingua. Yaani ule kaka muone vile vile ila ana sheria sana. Basi sawa. Aja kuingizia aja kutongoza tena kuingizia mada za mapenzi. Nikamwambia wala hata hajanitongoza shogangu. Na hana hata huo muda na mimi. Basi wakikutongoza tu simkatae safari hii. Sawa? Usiwe mjinga Nyanzala. Nikasema okay sawa usikonde nenepa shogangu. Basi tulipomaliza kuongea mimi na shogangu Tuse nikakata ile simu. Ile nakata mara inapigwa tena. Anaipiga alikuwa ni Colin. Nikapokea nikamwambia ndio boss. Unaongea na nani usiku? Mpaka mimi napiga simu alafu nakuta simu yako inatumika tu iko busy muda wote.
Nyie mbona hii kazi hata kunishinda sasa? Too much bana we. Bora, katika sehemu ya kwanza mzigo mtamu wa kuitwa Nyanzala tunaishia hapo, ambapo Nyanzala anapigiwa simu na bosi wake, lakini bosi anaonekana ana wivu kweli kweli, lakini Nyanzala inafika stage anaona kama sasa hii kazi inaelekea kumshinda, japokuwa rafiki yake Tuse na shangazi yake huyu Mandu wanaonekana kumwelewa sana Colin na wanamshawishi huyu bidada Nyanzala kama atatongozwa na huyu mkaka basi akubali tu, lakini yeye kwa upande wake anaona haiwezekani hili. Sasa itakuwaje? Usikose katika sehemu ya pili, mzigo mtamu kweli kweli huu. Mzigo mtamu wa kuitwa Nyanzala, mzigo huu kutoka kwake Habiba mara moja. Tukutane katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Anko J ili tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Je, unaiona kapo ya Nyanzala na bosi wake au Nyanzala atachomoa? Nyanzala anaonekana na msimamo, ni binti ambaye hataki masiara, lakini tukumbuke pia huyu binti Nyanzala ana usichana wake bado. Nyanzala bado ni binti kweli kweli, hajaguswa. Kama bidada fulani hivi anaitwa Nahia, anatumatuma sana gift kwenye live ya Anko J. Ni binti ambaye bado hajaguswa kabisa. Nahia binti mbichi kabisa, yuko na usichana wake safi. Nahia we, Mungu akupe nini bwana. Bwana, tunza usichana wako bwana.